mfahamu angalau mpate picha kidogo kazi kubwa inayofanyika pale. Pale linajengwa tuta lile litakuwa na urefu wa kilomita 1 na zaidi kidogo. Lile tuta ndio litakalozuia maji ya ule mto Rufiji kwa ajili ya kutengeneza lile bwawa, na bwawa litakalotengenezwa pale litakuwa na urefu wa kilomita 100. Yaani wanasema kwamba kitakachotengenezwa pale sasa sio bwawa tena, linatengenezwa ziwa jingine. Kwa hiyo inawezekana kwenye idadi ya maziwa yetu ya nchini Tanzania sasa hili litaongezeka, na hii na ule ukuta wa kuzuia maji unaojengwa pale utakuwa na kimo cha mita 131. Yaani kwa wale wanaotazama magorofa mijini, basi hii itakuwa ni sawa na jengo la ghorofa 45 ambalo kwa nchi yetu hii ya Tanzania halipo. Kwa hivyo kuna kazi kubwa sana inafanywa na vijana wetu wa Kitanzania pale wakishirikiana na mkandarasi kuhakikisha mradi huu unakamilika, na Mheshimiwa Rais ametoa wito kwa vijana kuendelea kuchapa kazi kuhakikisha mradi huu unakamilika. Lakini pia viongozi wote ambao mito inalisha maji katika mto huu Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wahakikisha wanatunza mazingira. Mto huu utakusanya maji kutoka mito mingine. Kuna mto Luegu, kuna Ruaha Mkuu na mto Kilombero. Kwa hiyo hayo maeneo viongozi wametakiwa waendelee kutunza mazingira ili mito hii iendelee kuchangia maji ya kutosha kwa ajili ya kuzalisha umeme huu ambao tunautarajia uanze kuzalishwa kuanzia mwezi Juni mwakani. Na hivi ninavyozungumza kazi mbalimbali zinaendelea, vituo vya kupozea umeme, ujenzi wa line tumeshasema mara nyingi za kuunganisha mpaka kwenye grid ya taifa pale Chalinze, kazi hizo zinaendelea kama kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu wiki hii naye pia amekuwa kwenye ziara. Kazi kubwa aliyokuwa anaifanya ni ya maandalizi ya kilele cha mbio za Mwenge. Unafahamu yeye ndio mwenyekiti wa kamati inayosimamia maadhimisho haya. Kwa hivyo amekuwa huko na wote mmeona kilichojiri kule Chato. Maadhimisho yetu yamefanyika vizuri na Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya kazi kubwa ya kuhakikisha anasimamia maandalizi haya. Kumekuwa pia na ziara ya mawaziri 8 ambao wanapita kwenye maeneo mbalimbali nchini. Watu wengi wamekuwa wakiuliza kuna nini. Ningependa kufafanua kidogo hapa leo. Hawa mawaziri wanazunguka kwenda kuonana na wananchi na viongozi katika maeneo mbalimbali. Nafahamu mwaka 2019 serikali iliamua kufanya maamuzi. Kulikuwa na vijiji ambavyo vilikuwa vina mgogoro mkubwa na serikali, vingine vilikuwa vina migogoro na hifadhi na wamiliki wa maeneo mbalimbali, vilikuwa vimejengwa kwenye hifadhi ama kwenye maeneo ambayo pengine yanamilikiwa na taasisi zetu ikiwemo jeshi. Sasa kulikuwa kuna migogoro ya muda mrefu sana na kumekuwa na mvutano, vijiji viondolewe visiondolewe. Mwaka 2019 serikali iliainisha hivyo vijiji, jumla vilikuwa 975 na serikali ikafanya uamuzi kwamba vijiji 920 kati yake virasimishwe kwenye yale maeneo ambako vinayatumia, lakini kulikuwa kuna kazi ambayo ilikuwa inaendelea ya kuendelea kufanya tathmini kwenye vijiji vingine 55. Kwa hiyo hii timu ya mawaziri 8 inapita kwenye maeneo kwanza ya vijiji hivyo 920 kuhakikishia kwamba serikali imeshafanya hayo maamuzi ya kuvirasimisha, na kwa hivyo baada ya kuvirasimisha wale wana vijiji sasa wanachokifanya ni kurekebisha mipaka yao ya vijiji. Wakisharekebisha mipaka yao ya vijiji watatengeneza kitu kinaitwa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Wakishatengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi wakawasilisha, basi serikali itafanya utaratibu sasa wa kuwapatia vyeti vya vijiji. Kwa mawaziri wanapita kwenye mikoa hiyo mbalimbali kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo, lakini kwenye vile vijiji 55 kuwaeleza kwamba tathmini inaendelea kufanyika ili kuangalia pia na maslahi mengine ya nchi yetu, kwa sababu baadhi ya vijiji viko kwenye maeneo yenye maeneo ya vyanzo vya maji ambayo ni muhimu. Ukiacha viendelee, manake ni kwamba kuna wananchi wengi watakosa maji. Kwa hivyo serikali inafanya tathmini kuona namna bora ya kufanya kwa vijiji hivi 55 ambavyo bado maamuzi hayajafanyika, na bila shaka maamuzi yakifanyika wananchi watajulishwa na serikali itahakikisha pia haki zinafanyika na wananchi wengine hawakosi huduma ama taasisi haziathiriki kutokana na kazi. Kwa hiyo hao mawaziri 8 tayari wameshapita mikoa 6 mpaka sasa. Wamepita mkoa wa Dodoma, wamepita Singida, wamepita Manyara, Mara, Tabora na Geita, na kesho watakuwa Mbeya. Baada ya hapo watamalizia tena kwenye mikoa mingine. Wanatarajia kwenda Morogoro, Pwani na Dar es Salaam, kwa sababu kwenye awamu hii kabla ya kuanza vikao vya bunge wamepanga kupita katika mikoa 10. Kwa hivyo huko kote watakuwa wakifanya hilo zoezi la kutoa ufafanuzi kwa wananchi na kueleza maamuzi ya serikali, lakini pia kuwajulisha juu ya dhamira ya kufanya tathmini kwenye hivyo vijiji 50
15 vilivyobaki. Kwa ujumla wakati mawaziri hawa wanaendelea kufanya hii ziara, wananchi wamefurahia sana ziara hii, wamepokea kwa mikono miwili maamuzi haya yaliyofanywa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mawaziri wanakwenda kutoa ufafanuzi huko wananchi, lakini pia kujali pia maisha yao, kwa sababu wananchi hawa tayari wanaishi kwenye vijiji hivi kwa muda mrefu na wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji mali. Jambo jingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na wiki ya vijana. Nimedokeza kidogo, wote mnafahamu tukio limefanyika wiki hii na mwenge huu umezimwa kule Chato. Imefanyika hivi makusudi kwa sababu kwanza kimzunguko, haya maadhimisho yanapofanyika kuna taratibu ambazo zimefanywa pale ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi kufanyia pale Chato, lakini pili, kama alivyosema Mheshimiwa Rais, maadhimisho haya yalifanyika kule Chato kwa sababu mwaka huu ndio tulimpoteza Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya 5. Kwa hivyo serikali ikaipendeza kwamba maadhimisho haya tufanyie pale kwa ajili ya kumkumbuka, lakini pia kufanya kumbukumbu ya viongozi wetu wengine waliofariki dunia, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Aman Karume ambao ni waasisi wa taifa letu, na maadhimisho haya yamefanyika vizuri. Wiki hii pia kulikuwa na mgao wa fedha za maendeleo kama nilivyosema na kupambana na uviko 19. Shughuli ilifanyika kule Dodoma. Kiasi cha fedha ni shilingi trilioni 1.3. Kama ambavyo uchambuzi ulifanyika, nisingependa leo kurudia, lakini ningependa kuadokeza kidogo tu kuwakumbusha kwamba fedha hizi zinakwenda kufanya kazi kubwa sana na zinaleta matokeo makubwa sana kwenye nchi yetu, kama ambavyo mlielezwa: ujenzi wa vyumba vya madarasa 15,000, lakini kununua madawati zaidi ya 462,000 na kujenga shule shikizi 3,000, vyuo vya VETA 32, kununua magari ya wagonjwa 395, tunakwenda kununua vitanda 2,700, tunakwenda kununua mashine za X-ray 85, mashine za CT scan. Kama hujaumwa huwezi kujua umuhimu wa hivi vitu. 29 hospitali zetu zote za mikoa zitakuwa na CT scan machine, lakini pia tunakwenda katika baadhi ya hospitali za wilaya kuna mitungi ya gesi. Sasa hivi wenzetu wanaopatwa na uviko 19 wanapata shida kupata ile gesi ya kupumua. Tunakwenda kununua mitungi 4,640 ambayo itapelekwa kwenye vituo vyetu mbalimbali vinavyotoa huduma. Tunakwenda kujenga ICU, yale zile wodi za wagonjwa mahututi 72. Tunanunua mitambo 5 ya kuchimba visima vya maji kwa ajili ya kukabiliana na shida ya uhaba wa maji ambayo inakabili katika maeneo mengi. Na haya yote tunafanya kwa sababu pamoja na kwamba yanakwenda kwenye kukabiliana na uviko 19, lakini pia yanatusaidia pia kusogeza mbele maendeleo. Sasa ninayo furaha kuwajulisha kwamba tayari Wizara yetu ya Fedha na Mipango imekamilisha maandalizi ya kuzigawa fedha hizi kwenye miradi mbalimbali. Na safari hii tutakachokifanya kwenye fedha hizi sio kwamba fedha zitapelekwa kwenye halmashauri ama taasisi. Serikali imeamua fedha hizi ziende kwa wananchi moja kwa moja. Kwa hivyo kijiji fulani kikiamua kwamba hapa tutajenga madarasa hivi na hivi, serikali inakwenda kupeleka fedha moja kwa moja kwenye mradi husika. Na lengo letu ni kwamba kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba fedha hizi watakaotekeleza miradi utumike utaratibu wa single sourcing, yani mmoja unampata mkandarasi mmoja, yani mnamwainisha mkandarasi na kumchukua moja kwa moja yule mkandarasi mmoja. Kwa hivyo fedha hizi zikiwa kwenye eneo lile, baada ya taratibu zile kufanyika vizuri, basi wananchi watakuwa wanaweza kuzipata hizo fedha moja kwa moja kwenye miradi yao. Na maafisa wa serikali, taasisi zetu zitafanya kazi kubwa ya kuhakikisha taratibu za kifedha kwa utaratibu wa single source zinazingatiwa na miradi inatekelezwa kama ilivyokusudiwa. Nakumbuka kwamba miradi hii tunatakiwa tuitekeleze ndani ya miezi 9. Kwa hivyo ni kazi ambayo inatakiwa ifanyike kwa haraka, kwa usimamizi wa karibu, na serikali inatoa wito kwa wananchi kufuatilia utekelezaji wake, ili kama kuna chochote kinatokea basi taarifa zitolewe na hatua zichukuliwe. Lengo letu ni kwamba tunataka tuone thamani ya fedha kwenye miradi hii. Lakini pia kuna ujenzi wa barabara vijijini ambao unaendelea. Wiki iliyopita, wiki 2 zilizopita nikiwa Morogoro, wananchi walipenda sana kujua juu ya hatua zinazochukuliwa na serikali. Kulikuwa na mwananchi mmoja wa kutoka kule mkoani Arusha, kijiji kinaitwa Ndukusi, kata ya Ndokosule, au ndugu zangu wa majina yao kidogo magumu, wilaya ya Monduli. Alikuwa anaulizia kuhusu kuwepo korongo kwenye barabara yao. Basi majibu ni kwamba
Bahati nzuri ni kwamba tayari kuna mradi wa ujenzi wa kilomita kama 3 ambazo zinajenga na zitapita kwenye eneo hilo, korongo hilo litazibwa. Lakini pamoja na barabara hii, serikali inaendelea kujenga barabara mbalimbali vijijini na mijini kupitia kwa wakala wetu wa barabara TARURA, na kazi zinaendelea vizuri. Na leo kwa kuwa huyu mwananchi ameuliza hili swali, basi ningependa kuwapa picha wa Tanzania juu ya juhudi gani zinaendelea nchi nzima. Sasa kwanza serikali iliamua kuanzisha hii TARURA, wakala wa barabara vijijini na mijini, baada ya ili kuunga mkono juhudi zile zinazofanywa na ile wakala wa barabara Tanzania TANROADS. Na hii ilifanyika ili kuongeza nguvu baada ya kuona kwamba kumekuwa na changamoto kwenye maeneo mengi ya vijijini, kwamba barabara zetu nyingi zina changamoto, na wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mengi TANROADS wanahudumia zile barabara za kimkoa na za kitaifa, na hizi barabara zilikuwa zinahudumiwa kwenye ngazi ya halmashauri. Kidogo kulikuwa kuna changamoto, basi serikali ikaona iunde chombo hiki kinaitwa TARURA. Sasa TARURA imeanzishwa mwaka 2017 na hadi mwaka 2021, mwaka huu, yani mwezi Juni, katika mpango wake wa awamu ya kwanza, maana imejiwekea mipango ya utekelezaji, yani ujenzi wa hizi barabara za Watanzania. Katika awamu hii ya kwanza TARURA imeshatumia shilingi trilioni 1 na bilioni 297 ambazo zimetengeneza barabara kilomita 24,979. Hizi ni kilomita za barabara ambazo zimejengwa. Ndani yake kuna kilomita 955 za barabara za lami zimejengwa, lakini pia kuna kilomita 16,857 ambazo zimejengwa kwa kiwango cha changarawe. Lakini pia tumejenga madaraja 231 ambayo yameongezeka sasa kwenye idadi ya madaraja yaliyokuwepo kutoka 2960 sasa yamefika 3191. Lakini pia tumejenga makalvati mapya 1325, yameongezeka haya sasa kutoka yaliyokuwepo yale 67,992, sasa tuna makalvati nchi nzima 69,317. Lakini mwaka huu wa fedha kuna nini? Na hiki ndio hasa nilipenda kuambia kwa wale ambao wanauliza kuhusu barabara zao za vijijini. Kwenye mwaka huu wa fedha kupitia TARURA, serikali imetenga shilingi bilioni 934. Sasa mnaweza kuona kuanzia mwaka 2017 mpaka 2021 tumetumia trilioni 1 na bilioni 297. Lakini mwaka huu peke yake, kuonesha msisitizo na dhamira ya dhati ya serikali kuhakikisha tunakarabati hizi barabara, serikali imetenga shilingi bilioni 934 kwa ajili ya ujenzi wa barabara kupitia TARURA. Kwa maeneo mbalimbali nchini yatafikiwa, na mwaka huu kutakuwa na zabuni za ujenzi takriban 1345, kati yake zabuni 1222 sawa na 91% tayari zimeshatangazwa, na katika baadhi ya maeneo utekelezaji wa miradi hii umeshaanza. Barabara zinajengwa kwa ajili ya kufungua maeneo mbalimbali ya Watanzania. Tunataka Watanzania wowote walioko vijijini barabara zao zifunguliwe. Mjadala ubaki tu kwamba tunaweka changarawe, tunaweka lini lami, lakini kwa kufungua tu Mtanzania yote au anaweza kutoka kijijini kwake na kufika makao makuu ya wilaya, kufika makao makuu ya mkoa, kwenda mahali pengine popote, aenda akapeleke bidhaa zake, aenda akapate huduma, aenda akaone ndugu na jamaa. Lengo hilo la serikali tumeanza kulitekeleza kwa kasi zaidi, na ndio hivyo ninavyowaambia kwamba tayari kwa mwaka huu wa fedha tumeamua kuongeza budget kwenye TARURA kwa kutenga hizo shilingi bilioni 934 ili zikafanye kazi ya kutengeneza barabara za Watanzania. Na kama nilivyosema, kwa sababu baadhi ya miradi tayari kazi zimeshaanza, tayari kwa ujumla wake kazi hizi zimeshafika 38%. Lakini pamoja na kazi hii kubwa inayofanywa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, serikali kupitia TARURA inajiandaa pia kutekeleza mkakati wa pili wa TARURA ambao tunatarajia uanze mwaka huu 2021-2022 na utakwenda kwa miaka mitano mpaka 2025-2026. Sasa kwenye mkakati huu tunakwenda kufanya nini? Serikali inakwenda kuongeza barabara za lami kutoka kilomita 2405 zile nilizowatajia awali, tunataka tufikishe kilomita 3856. Lakini tunataka pia kuongeza barabara za changarawe zile nilizoambia kilomita 29,116, tunataka twende tuongeze hadi kufika kilomita 102,358. Ndugu zangu, hizo sio ndogo. Hizo zitasababisha vijiji vyetu karibu vyote vitakuwa vimefunguliwa. Itakuwa sasa tu kama nilivyosema, ni mjadala sasa wa kupeleka lami. Vijiji hivi viwe vinaweza sasa kuwa na barabara za lami mpaka kwenye hatua za vijiji na kufikia katika maeneo mbalimbali. Lakini pia tunataka kuongeza madaraja. Sasa hivi tuna madaraja kama 2812. Tunataka hadi kufika 2026 tuwe na madaraja 6620 nchi nzima. Hatutaki Watanzania wapoteze maisha wakati wanavuka mto katika maeneo mbalimbali. Wavuke kwa amani kutokana na madaraja mazuri ambayo yatajengwa kupitia wakala wetu wa barabara vijijini na mijini
TARURA. Sasa ndugu zangu, nadhani kwa picha hiyo mmeona juhudi ambazo zinafanywa na serikali kwa upande wa barabara, lakini pia ningependa pia kuwapa taarifa kidogo juu ya maendeleo kwa baadhi ya miradi yetu ya kimkakati. Mnafahamu wote tuna ujenzi wa reli ya kisasa, na hapa Mwanza tunajenga kipande cha 5 cha kutoka Mwanza hadi Isaka, kilomita 341. Tayari serikali imeshatoa shilingi bilioni 372 kwa ajili ya ujenzi wa kipande hiki. Kazi zinaendelea vizuri mpaka sasa, ujenzi umeshafikia 4% na mkandarasi anaendelea na kazi. Lakini kuna vipande vyetu vile vingine, kipande cha kwanza cha Dar es Salaam Morogoro tumeshafika 93.5, na pia kutoka Morogoro hadi Makutupola ile ya Singida tumeshafikia 71, na kazi zinaendelea vizuri, wakandarasi wanalipwa kwa wakati na mambo yanakwenda vizuri kabisa. Lakini kuanzia mwezi huu Novemba, serikali pia inatarajia kupokea zile treni za majaribio kutoka kwa wakandarasi, lakini pia serikali inaendelea na maandalizi ya kununua vichwa vya treni na mabehewa ili ujenzi huu utakapokamilika basi tayari Watanzania waanze. Na hivi ninavyozungumza nanyi, tayari kutoka Pugu pale Dar es Salaam hadi Kilosa unaweza ukasafiri kwa treni ya wakandarasi inakuunganisha mpaka pale, na tayari viongozi wetu wengi mmewaona wameshaanza kusafiri kupitia njia hiyo kwenye maeneo hayo. Kwa hivyo hadi kufika mwezi Disemba hivi hiyo treni ya majaribio itaanza na Watanzania wengi watashuhudia kazi kubwa inayofanywa na serikali. Lakini kazi ya kuagiza mabehewa kama nilivyosema tayari zabuni serikali imeshaagiza kutoka kwa watengenezaji. Tunatengeneza treni 10 zile zinaitwa EMU, yani electric multiple unit. Zile treni zinakuwa na kichwa mbele na nyuma za umeme, hizo tumeshaagiza 10. Kazi ya utengenezaji inaendelea, zitapatikana baada ya miezi 36. Lakini pia kama nilivyosema, mwisho wa mwezi huu tutaleta pia vichwa kwa ajili ya treni za majaribio. Tunaleta vichwa 2 na mabehewa 11, lakini pia kuna vichwa vingine kama 19 na mabehewa 89 tumeviagiza kutoka Korea Kusini na Poland ambako vitaletwa hapa nchini. Nakumbusha hata huu mji wa Tampere ambao una urafiki na Mwanza uko Finland na sio Ujerumani kama nilivyokuwa nimewaeleza mara ya kwanza, upo Finland. Asante sana kakangu Kasari, ndio faida ya kuwa na kaka zetu hawa, wana kumbukumbu ya vitu vingi sana. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Kwa hivyo tunataka Mwanza iwe nzuri. Kwa mfano ule wa Tampere, na bila shaka kaka Kasari ameshafika huko kwenye huu mji na anajua picha halisi ya huu mji. Ndugu zangu wa Tanzania, wiki 2 zilizopita tulivyokuwa Morogoro, kulikuwa na maswali mengi sana ya wafanyakazi, hasa wastaafu juu ya maslahi yao, na tuliwapa majibu kidogo. Lakini pia ningependa kuhakikishia kwamba serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba wastaafu wote wanapata haki yao, na sio kwamba watu hawalipwi, watu wanalipwa. Na kumekuwa na mafanikio makubwa sana tangu serikali ifanye uamuzi wa kuunganisha ile mifuko iliyokuwa inahudumia wafanyakazi, yani PSPF, GPF, LAPF na PPF, na tukaunda ule mfuko mmoja unaitwa PSSF. Kazi inaenda vizuri, na kama nilivyosema siku za nyuma, wastaafu wanaendelea kulipwa kwa wakati. PSSF inahakikisha wastaafu wote wanalipwa kabla ya tarehe 25. Niliwaambia wiki iliyopita kwamba mwezi wa 9 wameshalipwa shilingi karibu bilioni 57 na milioni 700 na kitu hivi. Walilipwa mapema kabisa hata kabla ya tarehe 25, na kazi kama hiyo inaendelea kufanyika. Lakini kama mtakumbuka vyema kwamba kupitia mifuko hii kulikuwa na changamoto kidogo ya upelekaji wa michango kutoka serikalini. Sasa tangu PSSF ianze kazi kumekuwa na matokeo makubwa sana. Serikali ilikuwa na deni kama la bilioni 700 hivi, na furaha kuambia kwamba tayari karibu shilingi bilioni 500 zimeshalipwa, na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 500 kupitia PSSF, serikali hii ya awamu ya 6 katika kipindi cha miezi 6 imeshapunguza deni hilo kwa shilingi bilioni 100. Kwa fedha zilizobaki ni kidogo, na uhakiki unafanyika na zenyewe pia zitapelekwa. Lengo ni kuhakikisha PSSF inakuwa imara zaidi ili iweze kuhudumia wanachama wake vizuri zaidi inavyohudumia sasa. Lakini pia malimbikizo ya wafanyakazi, kulikuwa na malimbikizo hapa ya wafanyakazi ya takriban miaka 3 ambayo yalikuwa yanafikia shilingi trilioni 1, lakini ndani ya miezi 6 yakawa yameshalipwa tayari na PSSF. Kwa hivyo sasa hivi hakuna tena malimbikizo hayo mengi, na yale yote yanayokuja basi PSSF inayafanyia kazi kwa haraka na kuhakikisha wanalipwa. Ukiona mtu hajapata, basi ujue labda kuna kurekebisha taarifa na nini. Ile taarifa nilikuwa nimeambia nitakuja kuambia, basi ndio hii kwamba ulipaji unakwenda vizuri.
Na sasa hivi moja kati ya vitu ambavyo PSSF inavifanya, kuna kitu kinaitwa data cleanup. Kwa sababu ya kuwepo kwa hii changamoto ya wafanyakazi wengi ambao taarifa zao hazijakaa vizuri na inakuja kuwaletea shida wakati wa kulipa mafao yao wanapokuwa wamemaliza utumishi wao. Kwa sasa PSSF inafanya kazi hiyo ya kuhakikisha inarekebisha taarifa zao zikae sawa sawa, ili siku mtumishi akistaafu analipwa. Wana kauli mbiu yao inaitwa lipa jana. Yaani wanatamani kwamba ukiwa unastaafu leo basi mafao yako yawe tayari jana. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo inaendelea kwa sasa, na itakapokuwa imekwisha basi PSSF hamtasikia tena kuna mtu anastaafu alafu anakosa malipo yake. Ziko changamoto chache kwa baadhi yao, watu wanapata shida kidogo, lakini kwa sababu ya hayo, na yanafanyika haya kwa nia njema, kwa sababu tukikimbilia PSSF wakikimbilia tu kuwalipa wafanyakazi, kuna hatari kwanza ya kuwapunja, lakini pia kuna hatari ya kuwalipa kiwango kisicho cha kupitiliza, na hii inaweza kuleta madhara kwenye mfuko, wengine wakaja kukosa mafao baadaye. Kwa hiyo ndio maana taratibu hizo, tahadhari hizo zinafanyika, na ucho wetu ni kwamba wafanyakazi, hakikisheni taarifa zenu zile zinakuwa sawa sawa, ili PSSF inapokuja wakati wa kuwalipa mafao yenu basi muweze kulipwa kwa wakati na kusiwe na tatizo. Lengo la serikali ni kwamba mtumishi wa umma, umeshatumikia nchi yako, ukishastaafu kara mstarehe, upate vitu vyako vyote na uendelee kufurahia maisha yako ya kustaafu. Lakini lazima niseme ukweli, wako baadhi ya wastaafu, kidogo tuna mifano michache, sitawataja, lakini wako baadhi nadhani tubadilike kidogo, kwa sababu unakuta mtumishi amestaafu, ameshapewa pesa zake, lakini familia kula anakwenda kuambia sijapata. Sasa familia wanakuwa wanalalamika, mtu wetu hajalipa na hangaika, lakini kumbe jamaa kashalipwa, kashabana pale katulia, hataki mpunga wake watu wengine wajue. Hayo yapo machache, lakini wako wale wenye matatizo ya msingi kabisa ambayo PSSF inaendelea kufanya kazi. Na baada ya hii data cleanup kukamilika, bila shaka tutakuwa tena na tatizo hili kubwa la watu ambao wanastaafu na wanakosa mapato yao kwa wakati. Lakini kama mnavyofahamu, nchi yetu kama ilivyo duniani kote, tunaendelea na mapambano dhidi ya uviko 19 ama ugonjwa wa corona ama COVID-19. Mapambano yanaendelea katika kwanza kutoa elimu kwa wananchi, wachukue tahadhari zile za kunawa mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, kuvaa barakoa, kutokaa kwenye misongamano, kukaa umbali wa zaidi ya mita 1, kufanya mazoezi, kula lishe nzuri na kuongezea kinga mwilini, lakini pili kupokea chanjo. Na zoezi la utoaji wa chanjo pia linaendelea vizuri. Nafahamu kwamba nchi yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuwa ameleta zile chanjo za kwanza aina ya JJ ama Johnson & Johnson, dozi 1,058,400. Utoaji wa chanjo zile umekamilika mpaka sasa. Watanzania zaidi, kwa takwimu za mpaka juzi, Watanzania zaidi ya 940,000 walikuwa wameshapata chanjo hii. Kwa hivyo kazi inakwenda vizuri, na sasa hivi serikali imeleta chanjo nyingine aina ya Sinopharm. Hizo zote zinaletwa chini ya mpango ule wa shirika la afya duniani unaitwa COVAX Facility, wa kuzisaidia nchi kupata chanjo. Wanatoa hizi chanjo kwa 20% ya idadi ya watu. Kwenye nchi yetu hii ya Tanzania tutapata kama chanjo milioni 11.8 hivi. Kwa hivyo hizi zilizokuja 1,058,400 ni sehemu ya hiyo COVAX Facility aina ya JJ, na sasa tumeshaleta chanjo nyingine, shehena nyingine ya chanjo 1,065,000 zimeshafika. Hizi ni aina ya Sinopharm kutoka China, na zenyewe zinatokana na COVAX Facility. Hizi sasa unachukua dozi mbili. JJ ilikuwa dozi moja, hizi unachoma. Wataalamu watakwambia kama baada ya wiki 2-3 ama mwezi mmoja unarudia kwenda kuchoma tena, na tunatoa wito kwa Watanzania kuzingatia kwamba ukishachoma hii Sinopharm uende ukarudia ile ya pili ili kukamilisha kinga yako vile inavyotakiwa. Chanjo hizi kwa sasa hivi ninavyozungumza tayari zimeshaanza kupelekwa katika halmashauri na zoezi la uchanjaji unaendelea. Lakini pia habari njema ni kwamba sasa serikali mwisho wa mwezi huu wa 10 inakwenda kuleta chanjo zingine aina ya Pfizer dozi 500,000. Hizi na zenyewe zitakuwa ni za kuchanja mara 2, na zenyewe pia zinakuja kupitia COVAX Facility. Hizi chanjo aina ya Pfizer ni sehemu ya chanjo dozi 3,700,000 ambazo zitaletwa na COVAX Facility. Tayari mwisho wa mwezi huu zitakuja hizo 500,000, lakini awamu kwa awamu zitaendelea kuja zingine ili kuhakikisha Watanzania wote wanapata chanjo. Wale ambao wako tayari, zoezi hili ni la hiari. Wale ambao wako tayari wasikose chanjo. Na hizi chanjo zikija zitaendelea kutolewa sambamba na zinavyotolewa Sinopharm na chanjo nyingine ambazo zitakuja baadaye. Kwa hivyo hivi ninavyozungumza pale Dar es Salaam tumeshaweka majokofu 14 yale ambayo yanatunza chanjo kwa nyuzi joto hasi
60 hadi 80 yameshafika, yamefungwa pale Dar es Salaam, majokofu 14 na yana uwezo wa kuhifadhi chanjo hizi zote dozi 3,700,000. Na baada ya hapo chanjo hizi zitapelekwa kwa Watanzania huko waende wakapewe chanjo aina ya Pfizer pamoja na Sinopharm ambayo inaendelea na zingine ambazo zitaletwa baadaye. Lengo letu serikali kama ambavyo tumesema kabla ni kuhakikisha 60% ya Watanzania wanapata chanjo. Wakipata 60% na Watanzania tukizingatia zile afua nyingine za kujikinga na uviko 19, wataalamu wanatuhakikishia kwamba tutakuwa na uwezo wa kukata kabisa maambukizi ya ugonjwa huu wa uviko 19, na hivyo Watanzania tutakuwa hatuna hatari tena ya kupoteza maisha, kwa sababu hivi ninavyozungumza Watanzania wanaopatwa na uviko 19 wala ambao hawajachanja wanakuwa katika hali mbaya sana, na ndio wengi wao wanaopoteza maisha, na serikali isingependa Watanzania waendelee kupoteza maisha kwa kutokupata chanjo. Chanjo zipo, iwe ni hiari yako sasa kwenda kuchanja ama kutokuchanja. Sasa kama ilivyo kawaida ya mkutano wangu huu wa msemaji mkuu wa serikali, taarifa ya msemaji mkuu wa serikali, huwa napokea maswali. Naomba kwa dakika chache nijibu baadhi ya maswali yaliyotolewa kule Morogoro. Tukiwa Morogoro wiki 2 zilizopita, wananchi walipiga simu na wakauliza maswali mbalimbali. Hali kadhalika waandishi wa habari pia waliuliza maswali. Kulikuwa na swali la mwananchi aliyeulizwa juu ya kukatika kwa umeme katika mkoa wa Morogoro. Sasa ni kweli kulikuwa na changamoto kidogo za kukatika kwa umeme katika mkoa wa Morogoro. Wakati fulani tulipata hitilafu kwenye kituo chetu cha kupoza umeme cha pale Msamvu, kilipata hitilafu ya moto. Kwa hiyo baada ya pale kwa kidogo kuna shida katika mkoa wa Morogoro, lakini hivi tunavyozungumza tayari tatizo hilo limefanywa kazi na hali ya usambazaji wa umeme katika mkoa wetu wa Morogoro inaendelea vizuri. Na sababu kubwa ni kwamba kituo kile kilikuwa kinazidiwa. Sasa serikali inafanya nini kuhakikisha kwamba tatizo hili halijitokezi? Yafuatayo. Kwanza, kuna line inajengwa ama njia ya umeme inajengwa ya Kilosa Mikumi. Hii sasa itakuwa na urefu wa kilomita 25 na itapeleka umeme wilaya ya Kilosa kutokea Mikumi badala ya kutokea Msamvu, ili tupunguze sasa mzigo ambao kituo kile cha Msamvu kinaupata na kusababisha ajali hizo za kulipuka na kukosekana kwa umeme kwa ajili ya wananchi. Lakini pia tunajenga njia nyingine ya umeme ya kilomita 27 kutoka Bwawani Mikese kwa ajili ya kulisha manispaa ya Morogoro kutokea Pwani. Tunataka sasa hawa walishiwe sasa kutokea Pwani badala ya kutokea pale Msamvu, ili kupunguza mzigo ulioko pale Msamvu. Lakini pia tunaendelea kuondoa nguzo chakavu ambazo huwa zinaanguka na kusababisha umeme kukatika, kwa sababu nguzo ikianguka inabidi TANESCO wazime umeme ili wafanye marekebisho. Kwa hiyo kazi hiyo inaendelea, na bila shaka haya yote yakishafanyika mkoa wa Morogoro hautakuwa tena katika hatari ya kupata hitilafu ya umeme na kusababisha kukosekana kwa huduma hii muhimu. Kulikuwa na mwananchi pia aliuliza swali kuhusu changamoto ya maji. Ni kweli mkoa huu wa Morogoro una changamoto ya maji. Mkoa wa Morogoro unahitaji lita kama milioni 67 hivi kwa siku za maji, lakini maji yanayozalishwa katika mkoa wa Morogoro ni lita milioni 35. Kwa hiyo ni karibu nusu ya mahitaji. Sasa hii imesababisha kuwepo kwa mgao na baadhi ya maeneo yanakuwa yanakosa maji katika wakati fulani, na serikali imeliona hili na hatua zifuatazo zinachukuliwa. Kwanza, serikali inatekeleza mradi ambao utagharimu kama shilingi bilioni 4. Kuna ujenzi wa tanki la maji la lita milioni 2 na bomba yake katika maeneo ya Mguru na maeneo eneo la watani wangu linaitwa Mguru wa Ndege. Lakini pia tunajenga kituo kipya cha maji katika eneo la Mizani na mashine 2 za kusukuma maji na kulaza mabomba ya mseleleko kutoka mto Morogoro na Kabwe na kuunganisha katika tanki lile ambalo linazalisha maji kwa ajili ya mji wa Morogoro. Hii kazi hivi tunavyozungumza imeshafikia 98% ya kuweka haya mabomba, lakini pia ya kujenga hicho kituo, lakini pia kujenga mabomba kazi imeshafikia 10%. Lakini pia serikali imetiliana saini na shirika la msaada la maendeleo la Ufaransa kwa ajili ya kutekeleza mradi mkubwa utakaogharimu shilingi bilioni 185 kwa ajili ya mji huu wa Morogoro, na huu mradi utazalisha lita milioni 54 kwa ajili ya mji huu wa Morogoro. Mradi huu unatekelezwa kwa miaka 5 na utakamilika mwaka 2026 na utafanya kazi sana ya kuboresha miundombinu ya maji katika mji wa Morogoro. Sehemu kubwa ya miundombinu ya mji wa Morogoro imechakaa. Kwa hiyo inapokuwa inachakaa kunakuwa na uvujaji mwingi wa maji na upotevu mkubwa wa maji. Kwa hivyo inasababisha wananchi wasipate maji ya kutosha. Huu mradi huu unatekelezwa, utakapokamilika tutakuwa tumeongeza hizo lita milioni 54 kwa ajili ya mji huu wa Morogoro. Lakini pia kuna mradi wa maji wa Magandu una thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 700 na umefikia 35% na utakamilika mwaka huu. Tunatekeleza mradi mwingine wa bwawa la Mindu na wenyewe umefikia 10% na wenyewe utakamilika mwaka huu.
tunatumia pale shilingi bilioni 3, lakini pia kuna mradi tunatekeleza katika maeneo ya Bigwa na Kilakala. Serikali inashirikiana na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW kuhakikisha wananchi takriban 1031 hivi wanapata huduma ya maji, na wenyewe utakamilika mwezi Disemba mwaka huu kwa bilioni 2.4. Matarajio yetu ni kwamba juhudi hizi zote zitasababisha mkoa wa Morogoro zikikamilika, yani hii miradi yote, mkoa wa Morogoro utakuwa umepata maji lita milioni 89 kwa siku moja, na tukifika hapo tutakuwa tumefikia asilimia kama 108 hivi ya mahitaji ya maji kwa mji wa Morogoro, na hivyo tutakuwa tumemaliza kabisa tatizo la maji katika mji wa Morogoro. Ndugu zangu wa Morogoro, tutoe ushirikiano kwa serikali, wale tunaopata nafasi ya kutekeleza miradi hii tuitekeleze kwa uaminifu, kwa uadilifu, ikamilike ili wananchi waweze kuondokana na tatizo hili la upatikanaji wa maji kwenye mji wa Morogoro. Waandishi wa habari wa Morogoro walikuwa wametaka press card, vile vitambulisho vya waandishi wa habari vitolewe kwa miaka 3. Sasa ndugu zangu, na mimi ningependa iwe hivyo, lakini kwa sasa tutekeleze kwanza sheria yetu ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016. Sheria namba 12 inasema press card hizi tuzitoe kwa miaka 2. Sasa bado bodi ya ithibati ile accreditation board haijakamilika, lakini ikikamilika tutatekeleza sheria kwa kutoka miaka 2. Mengine tutazungumza, tasnia ni ya kwetu sisi, ni sisi wenyewe tunaamua, na kina mzee Kasa ni wako hapa, na hakika hakuna kitu kitakachoharibika, watatuongoza vizuri juu ya namna gani tunafanya. Tunapenda waandishi wa habari wafanye kazi kwa uhuru, wasipate bugudha, lakini pia lazima tuweke pia usimamizi mzuri kwenye eneo hili. Hatuwezi tukawa tunatoa press card kwa mtu yeyote. Unaweza kumpa mtu press card kwa muda mrefu, halafu kama analeta madhara kwenye jamii tukajikuta tuna mtu mmoja anakwenda kutuharibia vibaya sana. Lakini msijali, hili nalo tutaliangalia, tuone njia bora zaidi ya kufanya. Lakini pia kulikuwa kuna mwananchi aliuliza juu ya mpango gani wa kufufua kiwanda cha tumbaku cha Morogoro. Kiwanda cha tumbaku cha Morogoro ni kweli, lakini kiwanda hiki kilishabinafsishwa, kiko mikononi mwa mwekezaji kwa 100%. Kwa sasa kweli wamesitisha, serikali inafanyia kazi kujua nini sababu yake, lakini lengo lake ni kwamba serikali kiwanda hiki kifanye kazi ili wakulima wa tumbaku wa Morogoro na maeneo mengine waweze kupata sehemu ambayo wanaweza kuuza tumbaku yao vizuri na wakapata kipato. Kwa hivyo jamani, hayo ndio ambayo nilikuwa nimeandaa kwa leo. Lakini kwenye michezo, Mwanza bwana kidogo mnanidisappoint, kwa sababu hapa kuna Pamba ya Mwanza hapa. Pamba ya Mwanza haiko ligi kuu. Lakini jana nimeongea na wadau fulani, najua kuna juhudi kubwa zinafanyika kuhakikisha jiji hili la Mwanza, jiji la kibiashara namba 2 Tanzania, jiji linalochangia pato la taifa namba 2 kwa nchi yetu, linakuwa na timu ya ligi kuu. Kwa hiyo nimefurahi sana kusikia kwamba kuna wadau ambao wanafanya juhudi, na mimi nitoe wito kwa viongozi wa mkoa wa Mwanza. Eneo hili la michezo ni eneo ambalo lina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya taifa letu, linatoa ajira kwa vijana wetu, wanapata ajira ya kucheza mpira na michezo mingine kwenye maeneo mbalimbali. Basi ni vizuri mkoa wa Mwanza pia tukaliangalia hili kwa ukubwa zaidi. Angalau kwenye soka tusikose kwanza timu ya ligi kuu, lakini pia na michezo mingine, timu za wanawake, timu za vijana na michezo mingine mbalimbali, riadha na mingineyo, iwepo katika mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kupamba mkoa wetu. Ndugu zangu, kabla sijakaribisha maswali yenu, nina mambo mengine mawili. Kwanza, kama mnavyojua, idara yangu, idara ya habari maelezo, ndio inayosimamia picha ya rais, picha ya makamu wa rais na picha ya waziri mkuu. Sasa katika siku za karibuni tumeona kwamba kumekuwa na watu ambao wanachapisha picha ya mheshimiwa rais na wanaiweka kama picha rasmi, lakini picha ile si rasmi. Na leo ningependa hapa kuzitambulisha picha angalau kwanza za viongozi wetu wawili. Tuna picha hii ya mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Hii ndio picha rasmi ya mheshimiwa rais. Kwa hivyo tungeomba sana kwenye maeneo mbalimbali ambako mngependa kutumia picha ya rais, basi itumike picha hii. Hii ndio picha rasmi ya mheshimiwa rais na inapatikana idara ya habari maelezo. Tutawapa kwa bei nafuu kabisa, shilingi 15,000 kama huduma. Utaipata na hapa ina barcode. Hii ni alama ya kiusalama. Kwa hiyo hakikisha unapata picha ambayo ina alama ya kiusalama kwa ajili ya kuitumia kwenye ofisi yako na maeneo mengine, na zinapatikana katika idara ya habari maelezo Dodoma, Dar es Salaam, au kwa mtu yeyote anayehitaji kutoka mahali popote, tukiwasiliana tutakupeni picha hii, mtumie picha rasmi ya mheshimiwa rais. Lakini pia naomba pia kuitambulisha picha ambayo bado nilikuwa sijawatambulisha. Hii ndio picha rasmi ya mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango.
Hii ndio picha rasmi. Tunaomba katika maeneo ambako mtahitaji kuitumia picha hii, na hasa wakati Mheshimiwa Makamu wa Rais anafanya ziara kwenye maeneo yenu, tumieni picha hii. Na yenyewe ina alama ya usalama hapa, ina barcode. Hakikisha unapata picha yenye barcode, inapatikana Idara ya Habari Maelezo, na hii picha tunawapeni kwa bei ya shilingi 10,000 inapatikana. Karibuni mtumie picha hizi ambazo ni picha rasmi za serikali za viongozi wetu, na kwenye vikao vijavyo tutawatambulishia picha ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa pia niliwaambia mimi ni mwandishi wa habari na napenda kuwapongeza waandishi wa habari wa Mwanza. Naambiwa hapa waandishi wa habari wa Mwanza ni kati ya waandishi wa habari wa Tanzania ambao walipata tuzo za umahiri katika uandishi wa habari, na nimepewa heshima ya kukabidhi vyeti kwa waandishi wa habari ambao walishinda. Ndugu yangu Kassan, kwanza ningeomba uje hapa, mwenyekiti wa Mwanza Press Club, naomba wote mje hapa tushirikiane pamoja kukabidhi vyeti hivi. Asante sana, nashukuru. Kaka Kassan, karibu tusimame wote hapa. Manake huyu Kassan jamani ndio mtendaji mkuu wa ile wanasema umoja wa vyama vya waandishi wa habari vya mikoa, inaitwa UTPC. Kwa hiyo mtu anafanya kazi kubwa sana ya kuunganisha waandishi wa habari, kutafuta rasilimali mbalimbali za waandishi wa habari wa nchi yetu, na mimi nikiri kwamba kaka Kassan ni moja kati ya walezi wangu. Nimekuwa Ruvuma Press Club pale kwa miaka mingi, na yeye ndiye alikuwa kiongozi wetu na ametusaidia kwa mambo mengi. Kwa hivyo napenda kukabidhi sasa tuzo hii. Tuzo ya kwanza amekabidhiwa ndugu Projestus Kamugisha Binamungu, tuzo ya uandishi wa habari za michezo na utamaduni. Binamungu sasa hivi yuko Idara ya Habari Maelezo, lakini anatoka Mwanza Press Club, tumpigie makofi mengi. Binamungu, asante sana, hongera sana. Binamungu amepata tuzo hiyo, asante sana. Tuzo ya pili kaipata ndugu yetu Kisali S Simba, huyu kashinda tuzo ya uandishi wa habari za jinsia na watoto. Hongera sana Kisali, hongera sana, mpigeni makofi mengi jamani, sio kazi ndogo. Cheti chake ni hiki hapa, hongera sana. Na ningependa kukabidhi tuzo nyingine kwa James Daudi Lerombo, huyu kashinda tuzo ya uandishi wa habari za watu wenye ulemavu. Hongera sana James, kashinda tuzo hii. Cheti chako hiki hapa, hongera sana James. Lakini tuzo ya mwisho ameishinda Regina Patrick Kulindwa. Regina Patrick Kulindwa, karibu sana, hongera sana Regina. Jamani, kushinda tuzo hizi lazima ufanye kazi nzuri, na ndio maana zinaitwa tuzo za umahiri, na hizi zinatolewa na Baraza la Habari Tanzania MCT. Hongera sana. Asante sana. Hao ndio zawadi zao nazo. Lakini pia kuna zawadi zenu. Nimeambiwa kuna zawadi zenu. Naombeni, bado kuna zawadi zenu. Tunakimbizana na muda kidogo, lakini bado tuna muda kidogo. Kuna zawadi zenu. Naomba niwakabidhi. Njoni Projestus, una zawadi yako. Kisali, James, Regina, karibuni niwape zawadi zenu. Tuanze na Binamungu. Karibu Binamungu. Mwenyekiti, hujasema zawadi gani? Watafungua. Najua ni vitendea kazi. Asante sana. Zawadi yako. Karibu Kisali. Asante sana, hongera sana. Karibu James. James uko wapi? Asante, hongera sana. Ukipenda utanigawia. Asante Regina, karibu. Asante, hongereni sana. Hongera sana Regina. Asante sana. Mimi nawashukuru sana. Lakini tungeomba watapata hao washindi tu watapata picha pamoja na wewe. Sawa, baadaye tutapata picha pamoja. Nawashukuru sana kwa zawadi hizo. Na niwapongeze sana Mwanza Press Club kwa kazi kubwa ambayo mnafanya ya kulea waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza na kuhakikisha wanafanya kazi zao vizuri. Sasa ndugu zangu, kama ilivyo kawaida, mkutano wangu huwa unafuatiwa na maswali, na ningependa kwanza kupokea maswali kutoka kwa waandishi wa habari, na baadaye nitapokea maswali kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo karibuni sana waandishi wa habari wa Mwanza, kwa mwenye swali karibuni muulize maswali. Sawa, asante sana. Tuanze na hapa mbele. Ndio. Mimi nadhani sio swali lakini ni maoni. Ndio. Naitwa Moses Matthew, natokea shirika la utangazaji Tanzania TBC hapa Mwanza. Ndio Moses. Katika taarifa yako nimesikiliza sana lakini sijasikia
miundombinu ya barabara katika jiji hili la Mwanza. Tuna shida kubwa sana kama ulivyosema mwenyewe kwamba Mwanza ni jiji la pili na ambalo nadhani hata rais aliyepita awamu ya 4 Kikwete aliwahi kuzungumza kwamba Mwanza itakiwe kama California. Lakini ukiangalia barabara ya Nyerere kuelekea Igoma ndio unaelekea Msoma. Ukaangalia barabara hii ya Kenyatta. Barabara Kenyatta ni sehemu ya viwanda, lakini barabara inayotoka congestion ni kubwa sana. Sasa sijui kama hawa watendaji wa mkoa kama wameweza kuambia tatizo kama hilo. Lakini vile vile katika kuweza kutengeneza mji, tunaona airport pale inatengenezwa ni jambo jema. Lakini airport pale ilipo yani watu wameshajaa. Ni sehemu ambayo kwa kweli imekuwa ni finyu. Hivi kwa nini watendaji wa mkoa wa Mwanza wasingeweza kupeleka uwanja huu wa ndege wa kimataifa hata kule Misungwi, Mabuki kuna sehemu kubwa sana maeneo ya kule. Nadhani ingekuwa ni jambo la msingi sana katika masuala ya miundombinu ya kuboresha jiji la Mwanza. Asante sana. Lakini kuna swala pili ambalo naweza kuliongelea. Msigwa, nadhani kuna swala kikokotoo kwa wafanyakazi wa serikali. Inaona there is a beaming. Kwa hiyo kwa wafanyakazi ni kwamba kuna minong'ono ile inaisha, sasa hawajui hatima yao. Pengine hilo ungeweza kumshauri mama nalo akaweza kaligusia. Nadhani nisichukue muda mrefu sana. Asante sana. Asante. Kikokotoo kulikuwa kuna maelekezo ya serikali ambayo yalikuwa yametolewa, na sasa hivi tunatumia kile cha zamani. Kwa msubiri wakati ukifika, serikali itatoa maelezo ya tunakwendaje juu ya hili, lakini kwa sasa kinatumika kile cha zamani na hakuna tatizo Moses. Mambo yanaendelea kama kawaida, hamna tatizo lolote. Uwanja wa ndege wa Mwanza, Moses Matthew anataka uhamishwe. Serikali kwa sasa inaboresha uwanja wa Mwanza. Na uwanja wa Mwanza ni kati ya viwanja virefu. Sasa tathmini hizo zitafanyika, lakini kwa sasa kuhamisha uwanja huu wa Mwanza mpango bado haujawepo, na utakapokuwepo mtajulishwa. Lakini kwa sasa kama nilivyoeleza, kazi kubwa inafanyika kwa sababu moja ya changamoto za Mwanza ilikuwa ni jengo la abiria, na ndio lile ambalo nimewapa taarifa zake. Kazi inaendelea, iko 98%, wakati wote itakamilika. Uwanja wa Mwanza vile ulivyo bado unaweza kutoa huduma mpaka za kimataifa. Kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Iko mikoa mingine ambayo bado haijapata viwanja hivi, lakini kama kutakuwa kuna uhitaji huo baadaye, basi serikali itaona cha kufanya kwa kuzingatia maoni haya ya wananchi. Lakini pia umeuliza kuhusu miundombinu ya jiji la Mwanza. Ni kweli jiji la Mwanza barabara zake ni finyu. Ni kwa sababu tayari kwenye jiji hili majengo yalishajengwa jirani na barabara. Sasa ukisema uvunje haya majengo yote ya Mwanza kwa ajili ya kupanua barabara, nadhani linaweza likawa ni jambo lenye changamoto kidogo. Lakini wiki ijayo nitakuja na mpango sasa. Nitakuja na majibu ya mpango wa kuboresha barabara za jiji la Mwanza. Tawaletea kwenye mkutano kama huu, kama utakuwa ni wiki hii ama wiki ile inayofuata, tutawajulisha idara ya habari ili tujue serikali inapanga kufanya nini kwa ajili ya jiji hili la Mwanza. Nakubaliana na wewe, kumekuwa na msongamano mkubwa kwenye baadhi ya maeneo, barabara ya Kenyatta, barabara ya Nyerere, kote kumekuwa na msongamano mkubwa sana, na serikali ingependa kutatua tatizo hili la msongamano ili Mwanza iweze kuwa barabara zake zinapitika vizuri na watu wanafanya shughuli zao kwa haraka bila kupoteza muda mwingi. Swali jingine, karibu dada pale nyuma. Mimi naitwa Paulina David, Naitwa Paulina David. Ndio Paulina. Nafanya kazi Radio Free Africa. Ndio. Kwanza nilikuwa naomba kupata ufafanuzi wa mambo mawili juu ya hii ICU na ICU. Ningependa kufahamu kwamba hizi ICU zinajengwa tofauti na hospitali ama ni sehemu ya hospitali. Ufafanuzi wa kwanza. La pili, tulimsikia Waziri Umi akizungumzia juu ya tozo ambazo zinatozwa kwenye mitandao ya simu, zitajenga vyumba vya madarasa ama vyumba vya madarasa 10,000. Pia fedha za IMF tumesikia zinajenga vyumba vya madarasa 15,000. Je, hizi 10,000 hivi vyumba vya 10,000 ni sehemu ya hizo 15,000? Lakini pia swali langu lingine, ningependa kufahamu, serikali ilisema kuunganishiwa umeme ni shilingi 27,000. Lakini changamoto sasa hivi baadhi ya watu wanapoenda kulipia zile gharama, kumekuwa na shida ya kupelekewa umeme. Je, msimamo wa serikali ni upi? Ni hii 27,000
ama kuna gharama nyingine ambazo inatakiwa wananchi watoe. Wanapata shida gani ya kupelekea? Yani kumekuwa na changamoto, mtu anaenda kuunganishiwa, mfano analipa mwezi wa 7, ukifuatilia kuanzia watu wametoa mwezi wa 7 mpaka sasa hivi hawajaunganishiwa. Okay. Sasa kwa shida ni kuchelewesha. Hatuelewi ni nini kitu. Asante Paulina. Ili la kuchelewesha umeme. Kusaidia swali la Paulina. Ndio kasante. Ni kwamba unapokwenda kulipia hizo 27,000, ndio TANESCO, wafanyakazi wa TANESCO wanasema ile kauli haikuwa kauli ya serikali, ile ya 27,000. Hatuwezi kuweka kwa 27, kwa hiyo hawawapi umeme kwa sababu wanaigomea kichini chini ile 27, kwa sababu wanasema hiyo ni hela kidogo sana. Asante sana. Na mimi nataka nianze na swali hili. Maelekezo ya serikali ni kwamba umeme wananchi waunganishiwe kwa shilingi 27,000. Naomba kutoa wito kwa Watanzania, kama kutakuwa na mfanyakazi wa TANESCO ambaye anakataa kukuunganishia umeme kwa shilingi 27,000, toa taarifa kwa viongozi wa mkoa, toa taarifa kwa viongozi wa wilaya, hatua zitachukuliwa. Hayo ni maelekezo ya serikali, ni lazima yatekelezwe. Lakini sambamba na hilo, kwa Pauline anasema kwamba ucheleweshaji. Ni kweli ucheleweshaji umetokea kwa sababu baada ya kupunguza hizi gharama ambazo zilikuwa zimeshafika karibu shilingi 300,000 na 17,000 huko, zilikuwa zimefika huko gharama ya kuingia connection fee. Baada ya kushusha mpaka 27,000, Watanzania wengi wamekuja kwa mara moja, wanataka kuunganishwa umeme. Sasa kidogo wafanyakazi wa TANESCO wameelemewa. Kwa hiyo kama walikuwa wana uwezo wa kuunganisha nyumba 20 kwa siku moja, halafu wakaja watu 200,000 kwa namna yoyote, itabidi kuwepo usubiriaji. Lakini serikali inaendelea kuwahimiza na kuongeza uwezo TANESCO, kuongeza kasi ya uunganishaji wa umeme, lakini lengo ni kwamba Watanzania wote waweze kuunganishwa umeme, wale wote walioomba. Kutakuwa na ucheleweshaji kidogo kwa sababu idadi kubwa ya watu wamekuja, lakini mwisho wa siku watu wote wataunganishwa. Kwa hiyo hili la wanaokataa kuunganisha, tafadhali Paulina, hata kama na wewe pia una uthibitisho huo, nikitoka hapa nipatie, hatua tutachukua, kwa sababu tayari hayo ni maelekezo ya serikali na yanatakiwa yatekelezwe. Umeulizwa kuhusu madarasa yaliyotangazwa na Mheshimiwa Umi ya tozo, yale ni tofauti na IMF. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Yale ya tozo yakikusanya yanapelekwa, yanajengwa, na mpaka sasa tulikuwa tumeshatoa vile vituo vya afya kama 220 vinavyojengwa. Fedha nyingine zitakazoelekezwa kwenye madarasa zitakuwa na maelekezo tofauti, lakini hii haihusiani na hizi za IMF. Lakini pia umeuliza ICU zinazojengwa ndani ya hospitali au ni zinajengwa zingine. Yako maeneo zinajengwa zingine, yako maeneo zinafungiwa vifaa. Kwa sababu ICU sio jengo tu. Actually kitu kikubwa kwenye ICU ni vifaa vile vya kumhudumia mgonjwa mahututi. Ndio hivi ambavyo tunakwenda kuviweka kwenye ICU zetu, lakini pia kujenga ICU mpya kwa maeneo ambayo hospitali zile zina matatizo ya vyumba hivi vya wagonjwa mahututi. Huo ndio ufafanuzi. Ndio. Asante. Karibu dada. Tuanze na dada. Asante. Naitwa Bella Msikula, naandikia magazeti ya serikali. Swala langu liko kwenye bandari. Tunajua mchango wa bandari kwa pato la taifa, lakini bahati mbaya sana nina uhakika kwamba hatuna njia ya moja kwa moja kuingia katika bandari yetu hii ambayo ni North Mara tunaita. Njia kuu ambayo tungeitegemea na nafikiri ndio ilikuwa sahihi ni ya kupita, ambayo inapita katikati ya kituo cha polisi. Lakini polisi muda wote wanafunga milango, wanamuelekeza mteja kupita kule. Sasa tatizo la kupita kule kwenye feri ya Kamanga, unakuta kuna wale wauzaji wa samaki. Walivyojipanga, gari inaweza kuchukua mwendo wa dakika 10 kutoka mwanzo mpaka kuingia bandarini. Lakini nikajitahidi pia kuwauliza wale wafanyabiashara, wao wanatamani kuondoka hata leo, na wameshapendekeza eneo la kuhamia, na wakasema hata vianzio vya kujenga huduma muhimu kama vyoo tayari wanavyo na eneo wamelipendekeza kule Marini, lakini utekelezaji wa hilo haujafanyika. Sasa mimi naona kama kuna mgongano wa taasisi za serikali, japokuwa wote tunahitaji mapato kwa serikali. Sasa sijui hilo linaweza likaendaje. Kwa nyepesi zilizokuwepo ni kwamba uongozi wa nyuma ilishawahi kuzungumzwa mpaka bandari wakasema kwamba tunaomba polisi tuwajengee fence mkae ndani ili wateja wetu waweze kupita kiwepesi, lakini hilo likashindikana. Na mimi niliwahi kuongea na kiongozi mmoja wa polisi kipindi cha nyuma, akasema linafanywa kazi. Bela, hiyo unazungumzia Mwanza. Nazungumzia Mwanza.
Mwanza hapa mimi nilipo. Unaweza kadhani sasa huyu Bella anazungumza North Mara wapi? North Mwanza nimesema. Umesema North Mara. North Mwanza. Inaitwa sio? Nadhani inaitwa hivyo Mwanza. Ambaye ni bandari tunajua kabisa kwamba hapo ndio meli ambazo zina nani. Bella nafikiri nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri. Nadhani haya ni mawazo wacha niyachukue. Nitayafikisha kwa viongozi na wiki ijayo tutaleta majibu. Wiki ijayo tutakapokuwa kwenye mkoa mwingine tutakaoutaja tutakuwa na majibu juu ya jambo hili. Nadhani ni wazo zuri kwa sababu kama lengo ni kupunguza msongamano na watu wanapata shida, kuna kila sababu ya kuangalia mawazo ya wadau mbalimbali ili kuhakikisha tunatatua changamoto ambazo zinawakabili. Nimelipokea hilo Bella. Okay, haya, twende jirani yako pale. Naitwa Richard Makore, ni Bureau Chief wa Nipashe Kanda ya Ziwa. Ndio. Na nina maswali mawili au matatu hivi. Swali la kwanza nitaka kufahamu msimamo wa serikali, manake wakati fulani napokea story kutoka mikoani zinakuwa zina mkanganyiko. Kuna mwandishi mwingine anaandika Rais Samia amwaga mabilioni. Kuna mwandishi mwingine anaandika serikali amwaga mabilioni. Kipi sahihi? Hakuna lenye tatizo. Rais Samia ndio kiongozi wa serikali. Yaani kuna vitu vitatu vile. Kiongozi Mheshimiwa Samia kwanza ni kiongozi wa serikali. Sawa. Pili amiri jeshi mkuu, tatu mkuu wa nchi. Hakuna tatizo. Kipi kiandiko? Tuandike Samia mwaga au serikali ya mwaga? Andika chochote. La pili, swali la pili nitaka kufahamu utaratibu kwa sababu wewe pia unasimamia maafisa habari kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa. Waandishi wa habari kwa mfano ngazi ya mkoa wawasiliana na nani katika level ya mkoa? Inapotokea mambo ambayo yanahusu media wasiliana na nani? Swala la mwisho nataka kufahamu kwa mujibu wa katiba yetu vyama vya upinzani vimeruhusiwa kisheria, lakini tumeona wakati fulani hata wengine wamekamatwa wakiwa wanafanya mazoezi ya kukimbia. Imekuwa ni ngumu sana kukutana kwa namna yoyote ile, whether wamekutana chumbani, wamekutana wapi, kwenye ukumbi, wanakamatwa. Nini msimamo wa serikali? Ni kwamba kukutana ni kosa la jinai ama nini kifanyike ili na wao waweze kukutana kwa ajili ya kujadili mambo yao? Asante sana. Alikuwa na maswali mepesi sana haya matatu. La kwanza, msimamo wa serikali, ukisema Rais Samia ndio kiongozi mkuu wa serikali. Ukisema serikali ni hayo. La pili, waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza wawasiliana na nani? Kwa upande wa serikali tuna afisa habari wa mkoa. Na hapa yuko kaka Ngapemba, yuko wapi? Ngapemba yuko wapi? Ametoka kidogo. Basi nafikiri mnamfahamu. Wasilianeni naye huyo, masuala yenu ya habari yatakwenda vizuri na serikali kupitia maafisa habari wa mikoa na wilaya. Tunawasiliana na vyama vya waandishi wa habari wa mikoa, tunayo hayo mawasiliano. Kwa hiyo mwenyekiti wa Mwanza Press Club na Ngapemba wanafanya kazi pamoja. Kuna jambo kitaka kupitisha kwa mwenyekiti wako Press Club, kitaka kwenda kwa Ngapemba, watu wote wapo pale kwa ajili ya kuhakikisha tunahudumia tasnia hii. Mikutano imezuiwa, hakuna mkutano wa mwanasiasa uliozuiwa. Kilichopo ndugu yangu Richard ni utaratibu. Hakuna mkutano wa mwanasiasa uliozuiwa, na ukienda kufanya sio mkutano tu, shughuli yoyote ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vitagundua kwamba inahatarisha usalama, na vyenyewe vina wajibu kwa mujibu wa sheria kuzuia shughuli hiyo. Sio lazima uwe mkutano. Unaweza ukawa unakwenda kufanya birthday yako, lakini huko pale hawa ni wataalamu, wana taaluma kwenye eneo hilo la usalama, wameshagundua kwamba kwa kufanyika birthday hii ya Gerson Msigwa tutahatarisha kitu fulani. Sheria inawaruhusu na ndio jukumu lao. Hawawezi wakaacha pale mkafanya birthday afu likaja likapigwa bomu pale watu wakafa. Afu baadaye mnasema hivi polisi walikuwa watu wazembe hawakujua. Wanachukua tahadhari. Na hii sio kwa vyombo vya siasa tu, ni kwa mahali popote vyombo vina mamlaka ya kisheria ya kusimamia usalama wa nchi. Kwa hiyo wanapogundua kwamba sehemu fulani kuna viashiria vya kuhatarisha usalama, wana mamlaka ya kuzuia hatari kutokea. Kwa hiyo kama walizuia kwenye kukimbia, kama walizuia kwenye nini, mimi sijui hayo yalikuwaje, lakini hayo ni mamlaka ya kisheria ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Haya, twende kule nyuma kabisa. Nani Mtozi? Haya, lakini sasa na kipindi na wewe baadaye. Sahi, lakini swali moja, mengine utarudi baadaye. Na maswali madogo mawili. Mimi naitwa Alois Nyanda. Mimi na maswali mawili. Moja, kumekuwa na
utaratibu wa serikali kuanzisha matumizi ya ukusanyaji ama mapato au kodi kwa njia ya kimtandao, lakini miezi 2-3 baadaye serikali inakuwa inatoa maelekezo mengine ya kusitisha matumizi hayo. Kwa mfano, wakati ule wa shughuli ya POS kwa maana ya wakati wa mabasi, lakini pia kwa sasa TARURA wakati wanakusanya mapato kwa njia ya kimtandao. Baadaye serikali imetoa msimamo na kwamba iondolewe. Sasa kumekuwa na mabishano katika hizi parking, hasa hapa Mwanza. Watu wanapaki, wanakuja wale mabinti ama wale vijana kukusanya fedha, lakini yanatokea mabishano mawili. Mmoja anaomba risiti, mwingine anasema mtandao haupo, na yule binti ama yule kijana anasema niachie tu fedha kwa sababu umepaki hapa. Sasa kwa nini serikali isitoe msimamo wa ujumla kuliko kutoa misimamo ambayo baada ya mwezi mmoja wanasema wanatumia teknolojia, alafu teknolojia serikali inakuwa pengine haijajipanga, inashindwa kufanya, wanatoa option nyingine ambao sasa inashindikana? Ni kweli hela ile inakwenda serikalini au inakomea mikononi mwa hao watu, au serikali inajiridhishaje kuhakikisha kwamba hakuna mgongano wa kimaslahi hapo? Swali jingine dogo, kumekuwa na maelekezo ya serikali nchi nzima. Rais alielekeza kuhusu kuwapanga wakuu wa mikoa wapange wafanyabiashara wadogo. Kwa jiji hili la Mwanza kuna baadhi ya maeneo wameshaondolewa, lakini ukizungumza na wafanyabiashara wanailaumu serikali kwamba imekuwa ni kama inawababaisha katika kutoa misimamo miwili tofauti. Moja, wanawaagiza kwenda katika maeneo ambayo wao wanasema bado miundombinu haijawa tayari. Kwa nini serikali isingesubiri kuandaa miundombinu inayokidhi mahitaji ya wafanyabiashara wadogo, ili wanavyokwenda waende kwa nia na lengo ambalo serikali imelielekeza? Hayo ni maswali madogo mawili, kwamba miundombinu bado haijakamilika kwa 100%, lakini wameagizwa waondoke. Wanakopelekwa bado miundombinu haijawa na afya. Upi msimamo pengine wa serikali katika haya mambo mawili? Mengine utaniuliza baadaye kwenye kipindi. Anianze na hilo wa machinga. Anasema upi msimamo wa serikali? Msimamo wa serikali ni kwamba wamachinga wapelekwe kwenye maeneo kwa utaratibu, tena kwa kuwashirikisha. Waende kwenye maeneo ambayo yataandaliwa na yakiwa na huduma, na kazi hii inafanyika kwa mafanikio makubwa katika maeneo mbalimbali nchini. Na lengo kubwa, ndugu yangu Nyanda, ni kuhakikisha miji yetu inakuwa na staha. Ni kweli tunataka tuwape nafasi wamachinga wafanye biashara zao kwa amani, na hili serikali tutalisimamia kwa nguvu zote kwenye maeneo yote. Lakini pia ni vizuri miji yetu ikawa na staha, pia hata kwa usalama. Wala ambao tumepita Dar es Salaam, ilishafika mahali pale Kariakoo huwezi kukatiza kuingia sehemu. Maduka yote yamezibwa, njia za kupita zote zimezibwa, miundombinu ya kupitisha maji imezibwa, kila kitu kimezibwa. Sasa hatuwezi kuwa na jiji la namna hiyo. Serikali haiwezi kusubiri kutokea ajali, watu wakapoteza mali, watu wakapoteza maisha kwa sababu ya msongamano ya watu ambao tuna uwezo wa kuwapanga vizuri na wakakaa kwenye maeneo yao. Kwa hiyo Mwanza, kama kuna changamoto nitafuatilia, wiki ijayo nitakuja na majibu, lakini maelekezo ya serikali ni hayo, kwamba watu ni lazima wakae kwenye maeneo ambayo wamepangiwa, na maeneo hayo yawe na huduma zile ambazo wanastahili kuzipata. Sawa sawa Bwana Nyanda? Lakini Mwanza, kama kuna scenario tofauti, wiki ijayo tutakuja na majibu. Ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kimtandao, tunaenda tunafuta. Sasa Nyanda, sema basi na maeneo ambayo tumeenda na tumefanikiwa. Leo si tunanunua umeme jamani kwa mtandao, si ndio? Hatujarudi, si ndio hivyo? Tunalipa tunalipia leseni moja kwa moja kwa mitandao, si leseni nyingi tu, si ndio hivyo? Na mengine mengi tu, maji, umeme, huduma za serikali, sijui ukienda unapewa tu control number unalipa, si ndio hivyo? Haya yote yanaenda vizuri. Ni kweli, lakini anachokisema Nyanda, huyu mtani wangu na mtania kidogo. Kuna changamoto kwenye baadhi ya mifumo ambayo tumejaribu tumeanza kuitumia, lakini ikatuletea changamoto. Na haya ni mambo ya kawaida ya kiteknolojia. Lengo la serikali ni kwamba tufanye mambo yetu kidijitali. Na faida ni kwamba ukifanya mambo kidijitali, kwanza yanapunguza gharama.
punguza sana gharama. Leo hii hilo unalosema zoezi la kuwa na wakatisha tiketi jiji la Mwanza zima, jiji la Dar es Salaam zima, unahitaji watu wengi sana, ambao pia hata tija yake inakuwa ndogo. Kwa tunataka tutumie njia hizi za kidijitali. Lakini pili, gharama zenyewe pia zinakuwa nafuu. Kwa sababu mtu ukusanyaji wa kutumia mtu ambaye unatakiwa umlipe kila kitu, matokeo yake yatakuja kwenye gharama za ile huduma. Sasa serikali imeamua twende kwenye ukusanyaji wa mapato kidijitali, tupunguze gharama ili baadhi ya huduma huko tunakokwenda tuweze kuzipunguza hata gharama zake. Kwa nia ni njema. Sasa katikati hapa kunaweza kuwa kunatokea changamoto, mnataka kutekeleza hili, kunatokea serikali yetu ni sikivu. Tukishaona changamoto tunachukua hatua. Moja wapo ni kusitisha. Unasitisha sio kwamba hatutumii tena, hapana. Unasitisha, unajipanga vizuri, tunafanyia kazi changamoto zilizojitokeza, tukirudi tunarudi tukiwa tuko sawa sawa. Kwa kulitokea changamoto kwenye mambo ya parking, ni kweli kabisa, kumetokea changamoto na serikali imeamua kusitisha. Mheshimiwa Umi Mwalimu ametoa tangazo la kusitisha ukusanyaji ule kwa kutumia hizo njia za kidijitali. Kazi inafanyika kuweka utaratibu mzuri zaidi, baadaye utarejea ili tuweze kuendelea. Lakini pia kwenye hiyo mabasi kama ulivyosema, pia tulikuwa tumeanza lakini baadaye tukaisitisha ili tujipange vizuri, baadaye turejee. Tunataka Watanzania, unapotaka kusafiri na basi, sio lazima uanze kwenda stendi ya Nyegezi kule wewe uende ukapande basi kuondoka. Lakini tiketi yako unaikata ukiwa nyumbani. Sasa ndio hizi taratibu tunaenda tunaziweka ili Watanzania waweze kupata huduma zao kwa urahisi zaidi. Mkienda kwenye shirika la posta, kafuatilia Nyanda na wengine, shirika la posta wameanzisha vitu vinaitwa vituo vya huduma kwa pamoja. Yaani ukienda pale Mtanzania unapata huduma zote kuanzia EURA, sijui vitambulisho vya taifa, sijui TANESCO, TRA, bima ya afya, vitu vyote unavipata kwenye dirisha. Sasa hivi wameanza na kwenye kituo kile cha pamoja, lakini baadaye watapata kwenye dirisha moja. Huko tunakoenda hizi huduma mtu utakuwa unazipata ukiwa nyumbani. Ukienda pale kwenye kituo chetu cha uwekezaji pale, sasa hivi mtu ukiwa na sifa zako zote, hata ukiwa nje ya nchi unasajili mradi ukiwa ni Tanzania. Hiyo ndio Tanzania tunayotaka kuipeleka. Yaani Watanzania waishi kama walivyo wenzetu Ulaya. Na haya mambo Nyanda tumechelewa sana. Wenzetu Ulaya huko yaani ukisikia mtu anakwenda kupanga foleni kupata huduma, yaani ni mambo ya kizamani sana, yameshapitwa na wakati. Na ndio nchi yetu Tanzania sasa tunakwenda huko kuweka huduma za kidijitali, na Mheshimiwa Rais amesema kwenye eneo hili anataka tuwekeze kwa nguvu kubwa sana. Tayari wadau mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya kutusaidia tuwe na huduma za kidijitali kwenye huduma, sehemu kubwa ya huduma ambazo Watanzania wanazipata, tuokoe muda wao, tupunguze gharama zao, tupate ufanisi na serikali itoe huduma bora. Ndio. Nitapokea maswali mengine matatu, afu nitakuwa napokea huko, tunapokea na maswali ya wananchi kupitia simu. Asante sana. Naitwa Edwin Soko, ni mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari ya mkoa wa Mwanza. Nina maswali kama matatu, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila. Kwanza nisipokupongeza wewe kama mkuu wa habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali kwa utaratibu huu wa kutoa ripoti ya wiki. Kwa kweli hongera sana. Na sasa niende kwenye maswali. Swali la kwanza ni swali ambalo ukijaribu kuisoma sera ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 inaeleza swala la usalama wa waandishi wa habari. Sheria ya Media Services Act ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2017 linaelezea security ya waandishi wa habari. Ni nini utayari wa serikali kwenye kuwa na mpango wa kitaifa wa kundi la waandishi wa habari? Hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anaongea na waandishi wa habari mara ya kwanza Ikulu alilitambua kundi na kusema anahitaji ifanye kazi kwenye mazingira mazuri. Mpango wa serikali ni upi kwenye kundi hili ambalo ni muhimili usio rasmi lakini ni muhimili wa 4? Upi mpango wa serikali? La kwanza. Swali la pili ni sheria katika kesi namba 2 ya mwaka 2017 iliyofunguliwa kwenye mahakama ya Afrika Mashariki ya haki, the East African Court of Justice, mahakama ilitoa hukumu ya kwamba sheria ya Media Services Act ina ukakasi wa vifungu 12. Nini utayari wa serikali kwenye kutekeleza agizo hilo la kimahakama hadi kufikia sasa? Lakini la mwisho ni kwamba press card ni muhimu sana kwa waandishi wa habari na ipo kisheria. Ni kama ombi sasa, tunaomba angalau, kwa sababu tuna mikoa mingi na press club zipo kwenye mikoa karibu yote, ofisi yako ione unafuu wa kufanya kazi na press club kuwarahisishia waandishi wa habari kupata press card kwa muda muafaka.
Na la mwisho sio kwa umuhimu, na hili ni ushauri kaka yangu Msigwa, sisi tumekuwa tukisafiri sana nje ya nchi. Tangia kupotea kwa mwandishi Anzori Gwanda, hakuna ripoti maalumu yoyote ya serikali. Tunaamini serikali yetu ni sikivu na serikali ndio ambayo inamiliki vyombo vya ulinzi na usalama. Angalau serikali ingeweza kuja na majibu na ripoti maalum ili angalau kuonyesha status ya Anzori Gwanda hadi kufikia kwa sasa katika uwajibikaji. Hii itatusaidia sana taifa letu libaki kuwa katika jicho salama dhidi ya forums mbalimbali za kimataifa. Asante sana. Asante sana. Nianze na hili la mwisho la kuhusu huyo mwandishi wa habari Anzori Gwanda. Polisi wameshatoa taarifa na polisi wanaendelea kufanya uchunguzi. Sasa ripoti na nini, kwa sababu polisi hao ndio wenye jukumu la kufanya uchunguzi. Na hawafanyi kwa Anzori Gwanda tu peke yake. Wanafanya kwa watu wote wanaopata madhira kama hayo ya kupotea, kufariki dunia, kufanya nini, matatizo yote. Kwa hivyo mimi naomba tuendelee kuwasikiliza polisi, watatuambia nini juu ya hatima ya kazi ambayo wanaendelea kuifanya ya kulichunguza jambo hili, na baadaye watatuambia uchunguzi wao utakapokamilika nini wamekiona na tutajua cha kufanya. Lakini kwa sasa hivi hakuna ripoti yoyote ambayo inaandaliwa maalum kwa ajili ya Anzori Gwanda zaidi ya uchunguzi ambao unafanywa na jeshi la polisi. Ofisi za press club mikoani zirahisishiwe, tutalirahisisha. Na hivi sasa moja kati ya vitu tunavifanya, tunakwenda kuandaa utaratibu, tunakamilisha kuandaa utaratibu wa usajili. Yaani tunataka hizi press club sasa na zenyewe kama alivyosema Nyanda zipatikane, mnaweza kuzipata kidijitali. Kwa tuna usajili wa kimtandao na mtu hutapata matatizo ya kupata press card. Na wakati tutakapofika tutawajulisha. Kwa hili na lenyewe tumeliona, na mimi nimekuwa mkoani Songea kule, nyinyi mnafahamu, kwa miaka 14. Nafahamu ilivyokuwa shughuli kupata hii press card. Lakini sasa hivi tumerahisisha sana. Sio kama zamani kipindi kile cha mzee wangu wa Kololo ilikuwa tabu kweli kweli. Sasa hivi ni rahisi. Unazipata kwa urahisi zaidi. Agizo la mahakama kwenye kesi ile iliyokuwa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna rufaa ilikuwa imeshaandaliwa. Kwa hiyo hili ni swala ambalo liko kisheria huko na nisingependa nilizungumzie hapa. Mambo yatakapokuwa tayari kwa ajili ya kuyazungumzia nje tutayazungumzia, lakini ukae ukijua kwamba sio kwamba serikali imepuuza, hapana, isipokuwa kuna masuala ya kimahakama bado yanaendelea. Umeuliza juu ya usalama wa waandishi wa habari kulingana na sera ya habari ya mwaka 2003. Upo sahihi, lakini sasa hivi cha kwanza ndugu yangu Edwin, kuna sheria yetu ile namba 12 ya mwaka 2016. Ndani yake mle yako mambo mengi yanayohakikisha usalama kwa ajili ya waandishi wa habari. Sasa inawezekana ukawa unazungumzia usalama pengine wa kupigwa tu, lakini sisi tunaangalia usalama wa mambo mengi. Mle ndani kuna masuala ya vyombo vya habari kutakiwa kutoa bima ya afya kwa waandishi wa habari. Mimi nafahamu ndugu zangu wengi hapa hamna bima za afya, si ndio hivyo? Kwa hiyo kwenye ile sheria mkiendelea kufuatilia imo, lakini sheria hii pia inakwenda kuanzisha mfuko wa waandishi wa habari. Huu mfuko wa waandishi wa habari na kina Kasa ni hapa tutashirikiana, maana tunakwenda kushirikiana na wadau. Sio kwamba unakuwa ni wa serikali, hapana, ni wadau. Lengo letu ni kwamba kupitia mfuko huu hata pia tunaweza kumsupport mwandishi wa habari kwa kitu chochote. Hata kwenye majukumu yake. Nafikiri siku moja mkikaa na mzee Kasa nitawaambia vizuri, kwa sababu ni sheria ambayo tumeifanya kwa kushirikiana. Lakini pili tunaanzisha ile bodi ya ithibati. Bodi ya ithibati itatusaidia sana kudhibiti watu ambao wanakuja kuhatarisha usalama wetu kwa kujichomeka kuwa wao ni waandishi wa habari. Lakini tunakwenda kuwa na baraza huru. Baraza huru litajumuisha wadau wote. Sasa huko wote tutakwenda kujadili masuala ya usalama wa waandishi wa habari, lakini kwa sababu unataka najua umelenga zaidi yale madhira wanayopata waandishi wa habari ya kushambuliwa na nini. Unataka kujua nini mpango wa serikali. Serikali ipo tayari wakati wowote kuwalinda waandishi wa habari. Na naomba ndugu zangu waandishi wa habari, unapotekeleza majukumu yako, ukiona kuna hatari yoyote na kukabili, toa taarifa. Toa taarifa kwenye vyombo vilivyoko eneo lako. Ukishindwa niambie mimi. Wako waandishi wa habari wenzetu wamepata misukosuko kwenye kazi. Tangu nimeingia kuwa mkurugenzi wa idara ya habari maelezo, tumeshirikiana na yamekwisha. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Na haya mambo ndugu zangu sio kwamba yanatokea kwetu sisi tu waandishi wa habari. Hapana. Yanatokea hata kwa watu wengine. Wafanyabiashara huko nao wana changamoto zao. Lakini muhimu ni kwamba serikali ina utaratibu wa kulinda watu wake. Kwa hivyo unapopata tatizo mwandishi wa habari, ndio maana mimi nipo. Nijulishe, lakini pia viko vyombo, kuna polisi, kuna viongozi wa wilaya na mikoa, wajulisheni haraka. Tusikae tunalalamika. Maana wakati mwingine sisi waandishi wa habari unapata hatari
badala ya kwenda kutafuta vyombo vikusaidie, unaanza kuandika kwenye mtandao, mimi fulani nimekamatwa, niko kituo cha polisi. Tena wakati mwingine hata mtu hajakamatwa. Nitawapa mfano, sitataja jina. Mtu mmoja imeandikwa kwenye mtandao, waandishi wa habari wa sehemu fulani amekamatwa, yuko ndani, waandishi wa habari tuungane kumsaidia. Sasa mimi ni jamaa yangu namfahamu, nikampigia simu, sasa bado sijakamatwa ila nimeitwa na OCD. Sasa hii sio sawa. Tuache kutengeneza taharuki. Tuache kutengeneza taharuki, na sisi sio malaika. Pako mahali tutakosea, sawa? Tukikosea, vyombo vinavyokuita kutaka kupata maelezo, twende tukatoe ushirikiano. Wakati mwingine nia sio kukuumiza. Inawezekana ndugu yangu Richard umeandika habari, sawa? Imeleta tatizo ambalo vyombo vinataka kwenda kupata taarifa zaidi. Hasa wakikuita polisi uende ukatoe maelezo, haina maana wamekukamata. Wanataka uende ukawasaidie, bwana, hii habari yako uliyoandika inahusu hiki. Hebu tuambie kidogo. Ukiwapa zile taarifa, sasa wao zinakwenda kuwasaidia kwenda kulifuatia hilo jambo kwa undani zaidi. Hasa tusikimbilie kutengeneza taharuki, mwandishi wa habari amekamatwa, hakuna uhuru wa vyombo vya habari. Tusifanye hivyo. Ndio. Anafuata nani? Makubi, acha fujo. Haya, asante Makubi. Karibu. Na kwanza mkurugenzi, nishukuru kwa kupata nafasi hii ambayo nimeisotea muda mrefu kwa mwanzo mpaka sasa hivi. Ndio Makubi. Swali langu ni pale ulipokomea sasa hivi. Baadhi ya waandishi wa habari tunaoandika habari kwa ajili ya kuelimisha jamii, tunaingia kwenye misukosuko na kutishiwa na vyombo vya usalama. Mojawapo, nataka niwe mkweli, ni mimi. Juzi nimeripoti habari ya wafanyabiashara wadogo wa Mwanza kuandamana kuja ofisini kwa mkuu wa mkoa kuelezea malalamiko yao kutokana na hatua inayodaiwa kufanywa na askari mgambo wa jiji la Mwanza kwenda usiku wa manane, majira ya saa 8 usiku, kuvunja vibanda vyao na baadhi kudai kwamba hata mali zao zimeporwa. Nimefuatilia tukio hilo kuanzia eneo la Makoroboi mpaka ofisi ya mkuu wa mkoa getini. Hivi sasa tunavyozungumza muda huu, mkuu wa mkoa kupitia kwa msaidizi wake Bwana Levi ananiambia, we Makubi, hutakiwi kwenda kwenye tukio kuandika habari kwa sababu ulishakuja kuandika habari, kwa hiyo we baki hapa, sisi tunakwenda na watu wangu. Ina maana amechagua watu wa kwenda kufanya nao kazi. Mimi ni mwandishi wa habari, nina haki ya kutafuta habari, nina haki ya kualikwa, nina haki ya kwenda bila kualikwa. Naomba kufahamu ni lini tutafikia hatua ya kuacha ukiritimba wa namna hii. Waandishi tunapoandika habari zinazoweza kusaidia upande wa serikali, zinazoweza kusaidia wananchi wanaolalamika kufikisha kilio chao, sisi ni daraja. Lakini pia hilo la kwanza, naomba kufahamu mkoa wa Mwanza ni nani hasa mwenye mamlaka ya kushirikiana na vyombo vya habari katika shughuli za kihabari, kwa sababu inaonekana sasa hivi afisa habari wa mkoa amewekwa kando, lakini anafanya kazi za kualika waandishi wa habari, nikiwa ni pamoja na mimi kualikwa na Levi, sio afisa habari ambaye afisa habari mmemleta hapa. Waziri mkuu tukiwa kwenye mkutano wa BOT miaka 2 iliyopita alisema maafisa habari wapewe nafasi ya kushiriki kamilifu shughuli za habari, sio makatibu wa wakuu wa mikoa. Naomba kupata msimamo. Kuna watu hapa hawajakuambia tu, hawajawahi kualikwa kwenye shughuli yote ya serikali mkoani, kwa sababu anayealika ni katibu wa mkuu wa mkoa badala ya afisa habari. Haya, nimekusikia Makubi. Waandishi wa habari tuna uhuru wa kufanya kazi mahali popote, lakini kwa kuzingatia taratibu, sawa, kwa kuzingatia sheria. Kwa hiyo haya yaliyokutokea Makubi nitayafanyia kazi baada ya hapa, tujue nini hasa kimetokea kwako. Lakini niseme kitu kimoja, waandishi wa habari tusipende kufanya kazi kwa uadui na viongozi, kwa sababu naye ni binadamu. Ukifanya kazi kwa uadui atakuweka pembeni, hata kupa ushirikiano, kwa sababu jukumu la kwenda kwenye kiweledi, professionalism yetu, jukumu la kwenda kukusanya habari, kwenda kwenye eneo la tukio ni la kwako wewe mwandishi wa habari. Unatakiwa wewe uende ukaifuate habari. Hatuwezi kwenda kudai haki ya kuingia kwenye msafara wa kiongozi au kwenye gari ya mkuu wa mkoa. Ni jukumu lako wewe kwenda kuifuata habari ilipo, lakini kwa sababu nchi yetu tumeweka utaratibu mzuri wa ushirikiano na waandishi wa habari, ndio maana tunakwenda kule. Sasa ukifika kule tufanye kazi zetu kwa weledi, sawa?
Ukifanya kazi kinyume cha hapo ukawakwaza, wakikwambia usiingie kwenye msafara wetu, hata mimi ningefanya hivyo. Kwa sababu siwezi nikawa na kuchukua wewe kwenye gari yangu halafu unaingia kwenye gari yangu unaanza kupotosha habari ambazo tumekwenda kuzifanya. Sasa yani kazi yangu mwenyewe halafu nachukua mtu akwenda kuiharibu namchukua mtu akwenda kuiharibu kazi yangu kwenye gari yangu. Sijui kama mnanielewa ndugu zangu. Hebu na sisi tuwe tuna line fulani tunaiheshimu. Serikali inawahakikishia kushiriki kwenye shughuli zote za serikali. Na pale ngoja nikujibu. Na pale ambapo unaweza ukapata nafasi kwenye msafara wa viongozi, twendeni tukatumia hizo nafasi vizuri tufanye. Sisemi mwende mkaipambe serikali au mkampambe kiongozi, tukafanye kazi zetu kwa weledi. Lakini usiingie kwenye msafara wa kiongozi ukawa unafanya kazi ya kuandika habari za taharuki, unapotosha, halafu ukawa unadai lazima uwepo. Hiyo hapana. Na mimi ni mwandishi wa habari mwenzenu. Nimefanya kazi miaka 10 huu sasa ni mwaka wa 21. Hakuna kiongozi atakayekubali hiyo. Mmenielewa ndugu zangu? Mimi ukinyanyaswa kama una unyanyasaji umefanyika kwako Makubi, nitakufanyia kazi na nitawasiliana na mkuu wa mkoa. Hili la kazi za kihabari, usimamizi wa habari mkoa wa Mwanza anazifanya msaidizi wa mkuu wa mkoa badala ya afisa habari wa mkoa, na kwenda kulifanyia kazi nijue tatizo ni nini. Sawa jamani? Nitakwenda kulifanyia kazi nijue tatizo ni nini. Kwa heshima ya mzee Kassan. Ndio. Mheshimiwa, nimepata fursa ya kusema hapa. Ndio. Naomba nichukue hii fursa kwa sababu sio mara nyingi kuipata. Ndio. Naomba niseme sasa kwa niaba ya UTPC. Ndio. Juu ya mambo fulani ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu. Jambo la kwanza, naomba nikushukuru sana wewe kwa kazi nzuri unavyoifanya, pamoja na kuishukuru serikali kwa shughuli zote ambazo inafanya hivi sasa. Na kwa kweli niseme hata mimi binafsi ninakujivunia sana kwa hiyo nafasi yako, kwa sababu wewe ni miongoni mwa waandishi ambao kama ulivyosema umetokea kule Ruvuma ukifanya kazi yako, na huyu bwana amefanya kazi moja kubwa sana ambayo leo nataka niiseme hapa, kwa sababu wote tunatoka kwenye press club. Ile press club ya Ruvuma ilianza kuchezea hela ambazo sisi tulikuwa tunapeleka kule. Tunapeleka pesa nyingi, zinachezewa, zinaibiwa tu, zinafanywa mambo ya hovyo. Huyu bwana alikava story hiyo, na alikava story inayomuonyesha wanachama wanamchukua mwenyekiti kumpeleka polisi na kamera. Mwenyekiti wa press club hiyo akipelekwa polisi ili mlango kafunguliwe, ili kuja kufunguliwa ofisi ya press club zijulikane kama kamera au vile vifaa tunavyotuma vipo ama havipo. Jinsi gani wanachama au jinsi gani mwandishi anavyotakiwa kupigania haki yake. Hapa tunazungumza sana mheshimiwa kupigania haki za waandishi kutoka kwenye serikali. Lakini hawa waandishi wetu wa press club hawapiganii haki zao ambazo sisi tunaleta mamilioni ya fedha kwenye press club. Je, wanazipigania huko kwenye hizo press club mbalimbali ambazo tunazituma? Sasa naomba niseme kwamba mheshimiwa, serikali imetangaza mpango mzuri sana wa trilioni 1 na milioni 300 kupitia IMF facility. Hilo tunashukuru. Sasa ombi langu ambalo nalitoa ombi hili kwa niaba ya press club zote za Tanzania, ni vizuri waandishi wapate fursa ya kufuatilia habari hizo. Sawa. Ili tujue kweli madarasa yamejengwa, kwa sababu kuna njia mbili za kumonitor. Njia ya kwanza ni serikali yenyewe iliyotoa fedha inajimonitor yenyewe. Sasa upande wa serikali pia tuna vichwa maji. Vichwa maji wako kote, wako serikalini na hata sisi miongoni mwetu vichwa maji wapo. Kwa hiyo wanaweza kuwa wanapotosha ukweli, lakini tukiwapa support waandishi wetu kupitia press club zao za mikoani, waende baada ya kazi ile kufanyika waende, je kweli darasa limejengwa? Hilo darasa limejengwa sawa sawa na zile hela? Sasa najua pengine kutakuwa na changamoto ya hela, lakini mheshimiwa, kama serikali yako inaweza kukubaliana kufanya kazi kidogo na press club, zikapatikana nauli tu kuwatuma hawa waandishi waende kule, kwa sababu waandishi wetu hawalipwa mishahara yao ni shida, na hata wale wamiliki hawalipagi, wanaandika story bure tu, wanadanganywa miaka yote, na mpaka mimi nazeeka sasa na nastaafu mwakani sijakamilisha mkakati wa kufanya wawe huru. Kwa hiyo mheshimiwa, ombi langu la kwanza ni hilo. Sawa. La pili, sasa mheshimiwa, nataka serikali tueleze ukweli kuhusu kadi za NIDA.
Nimesikiliza kwa makini sana waziri alikuwa anasema kadi za NIDA zipo, kama umesajiliwa nenda tu kwenye mkoa wako pale uliposajilia, nendeni mkazichukue. Sasa mheshimiwa, najitaja mimi mwenyewe, nimesajiliwa zaidi ya mwaka mmoja, sijapata kadi ya NIDA mpaka leo. Na kwa bahati mbaya rangi yangu hii nilionayo, kila napokwenda kujieleza mimi ni Mtanzania, kwa kweli napata shida mno. Hawakubaliani na mimi kabisa kwamba bwana wewe mbona liko wapi kadi ya NIDA? Wewe utakuwaje Mtanzania bwana? Haiwezekani bwana. Kwanza kusemeshwa Kiswahili ni shida. Siku moja niliwapeleka waandishi hapo kwenye kwenda Sanane Island. Niliambiwa kwa Kiingereza, "Sir, could you please give us your permit? Your resident permit?" Resident permit? Resident permit for what? So tunataka resident permit yako ili ndio ulipie hao waandishi, kwa sababu wewe hutaki kulipa kwa hela ya Tanzania. Sasa hii fomu ya NIDA mheshimiwa, tatizo ni nini hasa? Kama shida ni hela, kwani mama hawezi kukuangua hela kidogo kwenye zile hela za IMF kulipia hizo mashine za kuprinti kadi? Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nianze na hili la mwisho. Kwanza nikushukuru sana ndugu Kassan kwa kukumbusha juu ya umuhimu wa waandishi wa habari kupigania haki zetu, na nashukuru umenikumbusha pia na yaliyotokea Songea miaka hiyo nikiwa huko. Nakushukuru sana. Ni kweli waandishi wa habari wakati mwingine tunajisahau sana, na mimi bado naendelea kufanya tathmini, lakini na wasiwasi kwamba kwenye sekta yetu hii ndio kuna watu wengi sana ambao hawapati haki za mfanyakazi. Na hili jambo nimeahidi kwamba nitaendelea kulifuatilia. Mwenyezi Mungu anijalie tuhakikishe maslahi ya waandishi wa habari yanalindwa. Hiyo ndio kiu yangu, na nyinyi waandishi wa habari tujitahidi sana kusimamia maslahi yetu. Tusio wakali sana dhidi ya watu wengine, lakini kumbe kwetu huku vibanda vinaungua. Kwa hiyo ndio alikuwa analisema kaka yetu Kassan, nashukuru sana. Na vitambulisho vya NIDA ni kweli tumeshatoa vitambulisho vya NIDA vingi mpaka sasa. Karibu wa Tanzania milioni 22 hivi tayari wameshahakikiwa kwa ajili ya kupata vitambulisho vya NIDA, na kuna idadi kubwa ya vitambulisho vya NIDA ambavyo tayari vimeshatolewa. Yako baadhi ya maeneo, wako baadhi ya watu ambao vitambulisho vyao havijafika kwenye vituo walivyoandikishwa. Sasa kuna mambo mawili, unaweza ama kitambulisho chako sijasema kwa Kassan, inawezekana pale ulipoandikisha kipo hujaenda kuvichukua, kwa sababu tuna vitambulisho zaidi ya milioni 1 ambao viko kwenye vituo havijachukuliwa na wahusika, kama milioni 1.3 havijachukuliwa. Lakini pili, kuna maeneo ambako vitambulisho bado vinaendelea kuchapishwa. Kwa hiyo wale wanapewa namba. Kwa hiyo pale ulipoandikisha unaweza ukaenda ukapewa namba, na ukipewa ile namba unaweza ukaenda sehemu yoyote ambako kunatakiwa kitambulisho cha NIDA na kikatumika. Kwa hivyo ndugu yangu Kassan, kama la kwako pengine kwa sababu ya wanakuona mzungu, basi nikitoka hapa tutaliangalia tuone shida iko wapi, lakini ni matatizo ya mtu mmoja kwa sehemu kubwa, wengi iko hivyo. Na sasa hivi serikali inafanya kazi kubwa kuhakikisha inaongeza uwezo wa uchapishaji wa vitambulisho ili Watanzania wengi wapate vitambulisho kwa haraka zaidi. Matarajio yetu pengine ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tutakuwa tumepunguza sana tatizo la watu ambao wanasubiri vitambulisho vya uraia, yani vitambulisho vya NIDA. Kuhusu waandishi wa habari wafuatilie kuhusu fedha zilizotolewa na IMF trilioni 1.3. Tumepokea hili, tutalifanyia kazi, tuandae mpango ambao pia kwenye yale maeneo, kwenye sekta husika kuwe kuna namna gani watawawezesha waandishi wa habari kufuatilia hili. Nakubaliana na wewe Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameagiza kwamba kuwe na wanasemaje, public accountability kwenye hizi fedha. Kwa hiyo ni lazima waandishi wa habari tushiriki kule, na mimi nitafuatilia kuhakikisha sekta mbalimbali. Sasa ndugu zangu, sasa hizi naomba pia niruhusu, kwa sababu naambiwa na muda nao umekwenda sana, niruhusu pia na Watanzania wanaotaka kupiga simu wapige simu yetu 0733 11 waweze kuuliza maswali. Tuna muda mfupi, nitatoa kipaumbele zaidi kwenye simu kabla ya maswali yenu, lakini wakati nasubiria simu ndio mimi nakushukuru sana brother Msimba. Samahani, wewe nipokee sasa hivi, nitawakatisha sana. Wewe nipokee simu ya huyu mwananchi. Halo? Halo? Halo. Ndio, habari yako? Njema, habari ya kazi? Salama, unaitwa nani na karibu uulize swali moja? Mimi naitwa Faustino Mtitu. Ndio. Ni afisa kilimo, na kumbuka tulikuwa tumepandishwa madaraja
mishahara kama watumishi. Ndio. Na vile vile tukawa tumeomba malimbikizo kutokana na kwamba madaraja yalivyokuwa yamepandishwa, tulikuwa hatujalipa ile nyongeza mshahara kwa wakati. Kwa hiyo sasa swali langu ni kwamba labda lini tunategemea hayo malimbikizo tutalipwa, kwa sababu tayari ni miaka mitatu toka tulipokuwa tumeyaomba hayo malimbikizo. Asante sana. Ni kweli kuna malimbikizo ya mishahara ambayo wafanyakazi wanadai, na serikali kwenye bajeti imetenga fedha kwa ajili ya kulipa malimbikizo ya mishahara hii. Sasa huyu anauliza kwenye kada yake, hilo litahitaji majibu mahususi, lakini yapo na yatalipwa, yako yatakayolipwa mwaka huu na yako mengine yatalipwa kadiri uwezo wa kifedha unavyoendelea kuruhusu. Ili analosema ni swala sahihi. Halo? Halo? Kwa hivyo tutaendelea kulipa kadiri, lakini wiki ijayo tutakapokuja tena kwenye taarifa ya msemaji mkuu wa serikali tutawaeleza sasa, tutatoa taarifa ya mpango mzima wa ulipaji wa haya malimbikizo ya wafanyakazi nchi nzima. Fedha zipo zimetengwa, wiki ijayo tutalijibu hilo kwa undani zaidi. Halo? Ndio. Ndio, naongea na nani? Naomba upunguze sauti ya redio yako na ya televisheni au redio yako na tuzungumze. Naona huyu hayuko tayari. Tunaendelea kupokea simu za wananchi. Halo? Halo? Naomba msikilizaji unayepiga simu hakikisha televisheni yako umeizima au umepunguza sauti sana, vinginevyo sauti zinakuwa zinajirudia. Halo? 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 Huyu hayuko tayari. Haya, karibu ulize swali. Nakushukuru sana kwa nafasi hii. Mimi naitwa Nation Kennedy Masiana na kutoka Daily News na kuna maelekezo ya serikali ya kuwataka mabalozi wetu walioko nje ya nchi kutafuta fursa za masoko na uwekezaji, kwa maana kwamba tutaona production kubwa ya mazao kwa wakulima ni mengi na bei za masoko hazipo. Mpaka sasa labda ni kwa kiwango gani sasa serikali imeweza kuyapata hayo masoko kutoka nje, na mpango huo ukoje kwa sasa? Lakini la pili, tunaona production ya mazao ni mengi na masoko hayapo. Sasa haya maelekezo ya serikali ya kuwataka mabalozi walioko nje kutafuta fursa hizo za masoko na uwekezaji, hali ikoje mpaka sasa kwa awamu zote mbili, awamu ya iliyopita na ya sasa? Asante sana Nation. Takwimu za awamu yote ikoje tutazileta baadaye kwenye taarifa yetu ijayo, lakini masoko yapo yaliyopatikana China, yako masoko yamepatikana Kenya. Tumepata maeneo mawili pale Kenya, kule Mombasa na Nairobi pale tumepata masoko. Tumepata masoko Kongo, tumepata masoko Zimbabwe, tumepata masoko Uingereza yapo, tumepata masoko Marekani. Lakini nitakupeni wiki ijayo, nitakupeni takwimu sasa ni masoko ya nini, tunapeleka kitu gani. Lakini mabalozi wetu wanafanya kazi kubwa sana. Ukimwangalia balozi Mbelwa Kairuki kule China, kila siku wanakutana na wawekezaji wanaokuja, wanataka kuja kufunga viwanda hapa Tanzania, wanaotaka kuja kununua mazao yetu. Kuna mahitaji makubwa sana ya korosho kule China, kuna mahitaji makubwa sana ya mazao ya mikunde. Lakini ni kweli tumepata changamoto sana kwenye mazao, baadhi ya mazao ya chakula, mahindi na mchele. Na kanda hii ya ziwa kuna uzalishaji mkubwa sana wa mchele, na nchi nzima tuna ziada ya zaidi ya tani 1,900,000 za mchele ambazo zinatakiwa zipate masoko. Kwa kuna kazi kubwa ambayo inaendelea. Pia tumepata maeneo ya kupeleka mazao yetu, mahindi na mchele kule Mombasa, kule Juba, Sudani Kusini, na tunaendelea kuangalia maeneo mengine, Zimbabwe, Zambia, maeneo ya ukanda huu wa kusini. Bahati nzuri na wao safari walipata mazao ya kutosha, kwa hatukupata soko la uhakika sana. Lakini Kenya huko wapi kote kuna masoko, na tunaendelea kuangalia masoko mengine ili tuweze kuhakikisha wakulima wetu mazao yao yanapata masoko. Lakini wiki ijayo sasa, kwa sababu Nation unataka takwimu, naomba kwenye mkutano wangu ujao ufuatie, tutakupa takwimu sasa za ni kwa kiasi gani tumefanikiwa kwenye eneo hili. Ndio mwananchi. Halo? Halo? Ndio, karibu. Asante sana. Mimi naitwa Steven Licheula, niko Kibaha Nyumbu. Ndio Steven. Asante. Kwanza nikupongeza
nikupongeze sana msemaji wa serikali kwa kazi unayoifanya. Kwa kweli ni kazi nzuri. Sasa nilikuwa kwanza na ombi wako kuhusiana na hicho unachokifanya. Ikiwezekana siku nyingine kama kuna uwezekano, sijui mambo ya protocol yakoje, kama kungekuwa kuna uwezekano basi ungekuwa unawaleta kama waziri watatu wawili hivi, unakaa nao hapo kutokana na lile jambo ambalo siku hiyo umepanga kuliongea, ili hao waandishi wa habari waweze kuwahoji maswali na sisi tunaipiga simu maswali yetu mengine wayajibu wao wenyewe moja kwa moja, kwa sababu hatuwezi sisi tukakaa nao wala hawaji kufanya mikutano na wananchi kama wao wanavyofanya. Kwa hiyo tunashindwa kuwafikia kutoa malalamiko yetu. Wengine tukiwapata kwenye mitandao yao hatujibiwi wala huwa wajibu chochote. Kwa hiyo nilikuwa naomba siku nyingine ikiwezekana ukae nao mawaziri wawili watatu alafu tuweze kuwahoji. Sasa swali langu moja au ombi kwako, kuna jambo ambalo la mitandao kuhusiana na tozo za simu. Zile tozo mitandao ya simu sasa hivi imechukulia kama kitu fulani hivi cha kuweza kuwala pesa wananchi, kwa sababu mara nyingi unakuta kwamba unaweka vocha yako ni ya muhimu, lakini ukitaka kupiga unaambiwa umekatwa, sijui ulijiunga mapene, mara umekatwa ulijiunga niwezeshe, wakati mtu hujafanya huduma hiyo yoyote. Ukiwapigia simu unapowalaumu wanakuambia kwamba basi ni mtandao tu, matatizo na nini, lakini tutakuondoa. Sasa kitu mimi najiona kama mimi niko hapa ni hivi, je, hao wenzangu wa vijijini huko inakuwaje? Hicho kitu kwa kweli kinaumiza sana msemaji wa serikali. Cha mwisho, naomba msemaji unisaidie kufafanua kuhusu barabara ya Kimara mpaka Kibaha. Nimeona sikio kwenye posti yako unazungumzia kwamba barabara inaendelea vizuri na watu wako site, lakini sisi tunayepita tunakuta mapipa yamejazana tu pale, wala tuone chombo chochote ambacho kipo katika hizo barabara. Kwa hiyo huenda labda sisi hatuelewi vizuri, lakini nakuomba msemaji utufafanulie vizuri ili tuelewe kuhusiana na hiyo barabara. Asante sana. Asante sana. Nafikiri na mawazo mazuri kwamba kwenye taarifa yetu ya msemaji huko baadaye tuangalie uwezekano wa kuwa na mawaziri. Nafikiri ni wazo zuri. Tutawasiliana na mawaziri. Mawaziri ni mabosi wangu, kwa hiyo tutaangalia namna bora ya kufanya. Japo na wao wanakuwa na mikutano yao na waandishi wa habari na wanawapa nafasi ya kuuliza maswali yale ambayo lakini tutaangalia, tutawasiliana nao tuone kama ili jambo tunaweza kulifanya, wakawa wanaambatana nami kwenye taarifa ya msemaji mkuu wa serikali. Lakini la pili anasema kwenye mitandao ya simu unajiunga, hili halikubaliki. Kama mtu unajiunga unaweka fedha zako zinakatwa, alafu na mimi kwa kweli hata mimi nimeshanitokea mara moja, lakini nilirudishiwa pesa zangu. Nilipoambia kwenye zile namba zao za huduma kwa wateja walirudisha pesa zangu, lakini nalichukua ili nitawapelekea watu wa TCRA, mamlaka yetu ya mawasiliano, ili waweze kulifanyia kazi. Si sawa kumkata mwananchi fedha ambazo hakuchukua, na si sawa kumtegeshea huduma ambayo itamkata fedha bila ridhaa yake. Kwa hivyo haya yote tutakwenda kuyafanyia kazi na wiki ijayo tutawapa majibu, na mimi ninavyofahamu TCRA wanazo taratibu na kampuni yoyote inayofanya makosa ya namna hii inachukuliwa hatua. Kwa hivyo wakati mwingine naomba ndugu yangu ukipiga simu utupe kabisa ni kampuni gani ilituma message gani, ili tuweze kuchukua hatua vile inavyostahili, kwa sababu ni kinyume cha utaratibu. Kuhusu barabara ya Kimara Kibaha, ni kweli kuna kilomita 19 pale zinajengwa, barabara ile ya njia 8. Hivi sasa watu wengi wakiona mapipa wanadhani kazi imesimama. Hapana, ile barabara sasa hivi bado ina huduma ambazo zinaongezewa. Kuna barabara za mchepuko zinaongezwa baada ya kujenga kufikia sasa tumeshafikia karibia 95%. Imekuja kuonekana kwamba kuna mahitaji mengine yanatakiwa kuongezwa kwenye barabara ambayo hayakuwekwa kwenye mpango wa kwanza. Kwa hiyo yale ndio ambayo sasa yanakamilishwa. Sasa yale mapipa bado yapo, kwa sababu yakiondolewa wakati huduma hizi bado hazijawekwa, maanake ni kwamba tutakuwa tunahatarisha maisha ya watumiaji wa barabara. Na serikali isingependa barabara hii badala ya kuwa neema ikawa ni sehemu, ni kichaka kingine cha Watanzania kupata ajali. Kwa hiyo hakuna kilichokwama ndugu yangu Steven, barabara hii inakwenda vizuri. Sasa hivi tunakamilisha hayo maeneo mengine ya kuongezea kwenye ule mradi wa kwanza, na wanaopita kwenye hii barabara wanatumia. Labda kinachowakera ni mapipa tu, lakini barabara sasa hivi pale ina njia 8, yale maeneo hayana foleni tena. Tumebakiza tu maeneo machache ambayo pengine yanakwenda kuunganikia na barabara ambayo iko nje ya zile njia 8, lakini yale maeneo ukipita mle ndugu yangu kama uko Ulaya tu, kama uko Marekani. Njia 8, 4 huku 4 huku. Kwa mambo yanakwenda vizuri. Ndio mwananchi. Halo.
Halo, Mwananchi karibu, na tumebakiza dakika 3 jamani, lazima tumalize kwa sababu muda umekwenda sana. Nipokee simu tu ya mwisho hapa. Halo? Ndio. Halo? Safi, karibu, uliza swali moja, tumebakiza muda mfupi. Bwana, mimi naitwa Musa Abdalla, niko Songea hapa Msigwa. Ndio Musa, karibu, habari za nyumbani huko? Hamisi Abdalla. Hamisi, karibu Hamisi. Bwana, mimi nauliza kuhusu swala la ulipaji wa madeni kwenye taasisi mbalimbali za serikali. Sawa. Kuna madeni ambayo kwa kweli toka mwaka 2012, 13, 13, 14 ndani ya jeshi la magereza hayajalipwa. Hatuelewi tatizo ni nini. Wengi watumishi hao wamestaafu, hali zao ni mbaya, wako hoi, wanaumwa, hawajui pesa hizi nitalipwa lini. Naomba utusaidie mheshimiwa msemaji wa serikali. Asante sana. Haya, kuna madeni wanadai huko kwenye taasisi za serikali. Hili la magereza mahususi hili bado itabidi niulize hasa kilichotokea ni nini, lakini ni kweli kuna wazabuni ambao wametoa huduma kwa serikali. Siku za nyuma nilikuwa nimeshatoa taarifa, wako ambao madeni yao yameshahakikiwa na taratibu za malipo zimefanyika, wako ambao wameshalipwa, wengine wanaendelea kulipwa, lakini kumekuwa na changamoto. Wengi wa waliotoa huduma kwenye taasisi za serikali madai yao yanawalaki. Kwa serikali inachokifanya, badala ya kukimbilia kwenda kumlipa mamilioni ya fedha, kwanza lazima tuhakiki. Kama unasema ulipeleka magereza mchere na maharage na nini, maana unaweza kukuta gereza lina watu pengine 200. Halafu jamaa anadai hela kama vile alihudumia watu 5,000. Sasa serikali lazima ijiridhishe, ijue ilikuwaje ulipeleka chakula cha watu 5,000 wakati wako 200. Huo ndio uhakiki. Natoa huu kama mfano. Huo ndio uhakiki unaofanywa na serikali, na pale uhakiki unapokamilika taratibu za malipo zinafanyika na wazabuni wanalipwa, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alishaagiza kwamba wazabuni wote ambao wanadai fedha zao walipwe. Agizo lipo na serikali kupitia hazina inaendelea kutekeleza agizo hili kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameagiza. Hili la magereza nitalifuatilia tujue hasa kilichotokea magereza ni nini. Sasa ndugu zangu, naona muda wetu umekwisha. Manake tunatakiwa tumalize saa 5 kamili. Swali la mwisho kabisa. Sawa, la mwisho. Liwe fupi na moja. Ni fupi tu na ni kama mwendelezo wa kile ambacho tunasikia kuhusiana na mifuko ya hifadhi ya jamii. Kumekuwa na shida hasa PSSF. Katika kufuatilia haya malipo kwa wastaafu. Wengine wanakuta michango yao haijakamilishwa na waajiri. Sasa PSSF. Naam, mtazamaji wa TBC1 ulikuwa ukifuata